wakali kabisa wa hizi kazi au vipi bwana, mmoja kati ya wale best male vocalist of all time Afrika Mashariki. Nikisema of all time najua watu anajua kama sijakosea kutokana na muda wake kwenye game pia. Kwa hiyo vimepita hapa watu wengi hapa, lakini mzee wetu bado yuko vile vile. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba anaingia kwenye hiyo group hapo. Sasa Madais yuko nasi na si muda tutaanza kuzungumza naye hapa. Kwa hivyo we baki nasi hapa. Hapa kinachofanyika ni kwamba tunamwachia DJ Mbu sasa hivi amalize tu session yake hapa, usio Mbu, ili tukianza mazungumzo hapa usitukatishe. Tamaliza wenyewe mkianza. Bwana, huyu mtu ana vitu vingi, alafu ana ngoma zake nyingi sana, inabidi tuzipitie moja baada ya nyingine. Na wewe mwenyewe najua unazitaka Mbu. Najua wewe mwenyewe unaelewa. Kwa hiyo hili jambo la msingi. Kwa hiyo sasa nimekukaribisha kwenye The Classic rasmi, kwa sababu mimi nimetoka kwenye E20 pale na Mbu akaingia kushambulia moja kwa moja. Kwa hiyo dakika chache zijazo sasa tutaanza mazungumzo yetu rasmi na Madais. Hiyo mic hiyo. Bwana. Madais is in the house. Bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Kwema lakini? Niko poa kabisa. Madais bana, hii sauti yake kama umeisikia vizuri ni heavy voice, lakini katika uimbaji huwa watu wanakuwa hatari sana. Akiwa anaongea anasikika ana heavy voice fulani, lakini akianza kuimba unashangaa mbona huyu jamaa alikuwa na bass kubwa sana. Yeah. Na hivi utangazaji bado unaendelea Naendelea, lakini nimepumzika kidogo. Yes, nimepumzika. Okay. So naangalia ratiba itakuwaje nikishapata muda tena nirudi radioni tena. Okay. Yes. Kwa hiyo kama ulikuwa ufahamu ndugu yangu, Madais akiwa kule Finland kule huwa anapiga mavipindi kama sisi tu. Na anakuwa anakiwasha tu vizuri. Tuna kipindi chako kile cha Mahadhi Afrika, nafikiri kile cha ngoma za Mahadhi Afrika ni. Tulikuwa tuna kipindi kinaitwa Boom Shakalaka. Yeah, Boom Shakalaka. Sahihi kabisa. Aisee, hongera. Asante. Maana hiyo inaitwa kujiongeza hiyo. Hapa Tanzania wasanii ambao wamekuwa na uwezo wa kufanya hivyo nafikiri kwa muda mrefu anajulikana ni bwana Sogi Dogi. Yeah. Tajiri Sogi, bilionea Sogi. Alikwambia siku hizi kama ni bilionea hawa. Kuna Sogi, alafu alikuwepo Solo Thing. Watu walikuwa kama walikuwa mfahamu jamaa ni rapper, lakini pia alikuwa ni mtangazaji. Sasa hivi nadhani kwenye kizazi hiki tuna nani? Frida Amani dada, si ndio DJ Mbu? Yeah. Mtangazaji na msanii Sasa hivi tuna Frida Amani, right? Kuna mwingine kweli? Au nimesahau mimi? Alafu ambaye hayuko kwenye game lakini ni mtangazaji wako. Nani Stamina, lakini hayupo kwenye nani mtangazaji. Stamina ni mtangazaji? Yeah. Wapi huko? Alikuwa yani sasa hivi yeye aliacha. Nasema hayupo lakini. Aliacha utangazaji? Okay. Hii Stamina alikuwa sifahamu hii. Yupo. Okay. Yeah, Stamina mtundu kwa sishangae nikisikia hivyo. Yeah. Bwana Madais, karibu sana bwana. Leo hatimaye tumekutana kwenye The Classic. Asante sana ndugu yangu. Baada ya miaka mingi Kabisa. Bwana, lini unakuja Bongo? Maswali yalikuwa mengi. Kweli kabisa. Yeah. Ndio mara yangu ya kwanza kuja EFM ikiwa hapa makao makuu ikiwa imehamishia hapa. Sawa kabisa. Hongereni sana ndugu. Bwana, sawa, karibu sana bwana. Ni kweli tuna miaka kadhaa hapa tayari bwana. Kwa hiyo wewe ndio umefika kwa mara ya kwanza White House. Yes. Okay, umeridhika lakini na White House Umeridhika. Nawapongezeni sana kwa kazi iliyofanyika. Tunashukuru sana pia kwa heshima hii. Sasa Madais atatuambia hapa kwanza. Mimi leo nataka nikurudishe nyuma kabisa ili hata Gen Z hawa wajue Madais ni nani. Si ndio bwana? Tuanze na ili jina lenyewe hili. Kwa nini lilikuwa Madais? Madais. Anyway, tuanzie wapi? Tuanzie hapo Mohamed. Shuleni au wengi wao wananifahamu kama Medi ama Madi. Madi. Yes. Okay. Kwa hiyo utasikia washikaji wengine Madi vipi? So kwa hiyo mimi wakati naanza muziki nikiwa shuleni nilianza kama MC Madi. MC Madi kutoka kwa Hamad. Hamad au Ahmed ama Muhammad. So kwa hiyo wengi wao utajisikia kama ni Medi Ahmed ama Muhammad usikia Mudi, Medi, yani utaitwa yote. Yeah, sure. Lakini wengi wanaita Madi. Okay. So shuleni ikawa kwamba tunaenda hivyo. Nikaanza na MC Madi
Baadaye mshikaji ambaye nilikuwa nikifanya naye kazi alikuwa anaitwa MC na DJ Caesar. DJ Caesar ndiye aliyenipa ile extra ice. Yeye ndiye alinipatia nikawa MC Mad Ice. Baada ya tukio fulani wakati tuko kwenye hizo na night zile discotheques tunafanya, kwa sababu mimi nimeanza as a roadie, nabeba speakers, nafanya wiring kwenye hizo sehemu tunazoelekea, yani tuseme tutokea hapa tuende Tanga. Kuna yale mnaweka sehemu speaker yenu, mmekuja na gari zile, nabeba ma speakers, unafanya wiring, unafanya setup ya kila kitu, hapo ndio unaruhusiwa kwenda kwenye microphone. So mimi nianza hivyo. And then usiku ikifika bwana, nakupigia mingoma, instrumentals unapanda kidogo, unawasha, unawapa watu. Nadhani one incident ulikuwa sijui wapi huko ndani Uganda huko ndani Masaka. Sasa boss alikuwa, na huyo jamaa alikuwa anasema boss akikuona leo ukipiga nani unavyofanya ile kazi yako ya UMC, atakupa kabisa job ile permanent. So MC ilikuwa ina represent hip hop ama ilikuwa ni MC ya ni just ile, yani tuseme hype man? Hype man, okay. Yani kama kwa Uganda ilikuwa ni just ma MC ambao wanapiga raga zile. Okay. Una hype up watu nini, so ndio ilikuwa nakifanya. Hata sasa hivi kwa Finland ukiangalia ile Afro Sunday, kwamba na host lakini ama MC at the same time, kuweka crowd ikae kwenye mood nini. So kwa hiyo nikapiga, yani lakini ile kabla sijaanza jamaa ameweka, nadhani ilikuwa ni ile Pony Printer instrumental ama hasa hilo, naanza yeah, how are you feeling? Yeah, you feeling nice, you feeling cool. Unakiamsha kidogo. Lakini ilikuwa kama unajua bosi yupo pale, so kwa hiyo ni kama nime freak out kidogo. Jamaa kanigusa, anambia anza. Nikaanza kupiga chorus la ile nani Pony Printer, hapo napiga freestyle mambo mengine. Kalinari Pony Printer, I need a Kalinari by the rider by far. So kwa hiyo nilikuwa napiga hizo, afu kuna piga freestyle yako nini mambo mengine unajua, lakini una freestyle Kiganda pale, Kiswahili nini, tunaenda. Boss anaangalia, anasema baadaye akaniita. Nilipomaliza pale nikasema kimenuka, akaniambia yani wewe sitaki utoke kwenye microphone, hebu rudi pale, rudi. Nikapigwa mada, she wrote nini zile tu instrumentals zinawasha, mimi naimba. So nimemaliza pale, jamaa ananitania, ile usiku tumemaliza, tumefunga vyombo, anacheka, anambia ulianza ice cool, how you feeling? Nikamwambia ndugu, nilikuwa nervous kidogo. Yeah, sure. Akaniambia lakini hilo MC Mad mimi inabidi tuligeuze. So naona kuna Mad Tiger, inabidi kuna Blue Eyes, yuko na nani, tukuita labda Mad Blue, Mad nini, Mad Ice. Nikamwambia Mad Ice inafaa. And that was it. From that day nikaanza kutumia Mad Ice. Okay. So Ice ilikuwa na represent yeah, alikuwa anasema kwamba nilikuwa na panic pale, anasema you feeling nice, do you feeling cool nini, lakini akaniambia umewapigia watu walikuwa na kelele wote wakafreeze. So kwa hiyo akasema tena hilo Mad Ice ambayo unaona umechagua, naona linafaa tena, sababu watu wote wamebaki umefreeze. So kwa hiyo that's how Mad Ice started. Na mimi nikaanza kulitumia hilo jina. Ice yake ilikuwa ni ya kufreeze, yeah, ilikuwa ni ya kufreeze kwa kwangu mwanzoni. Alafu na watu baadaye kwamba wamekaa tu wanaangalia udogo sinda anabeba ma speakers huyu, alafu kashika microphone, kimekuwa kitu kingine. Kwa hiyo Mad mgandishaji Kiswahili fulani, Mad mgandishaji. Walipomuona wakaganda. Waliganda, lakini nilianza kuganda mimi. Ulianza kuganda wewe hapo? Okay. So kwa hiyo wakati anachagua yale majina, anasema sijui nini, kuna Mad Tiger, nakwambia yes, Mad Tiger is already there. Kuna yani Mad Blue, yani Mad Ice. Nikamwambia yes, Mad Ice. Alafu akaanza kucheka, sema lakini yeye inafaa kweli, kwa sababu kwanza umeganda, alafu watu wenyewe wameamua, na wenyewe bado kisha ulioshambulia vizuri, na wenyewe wame. Sasa mimi mwanzoni basi bwana nilipokuwa naisikia Mad Ice, nikaa najua mambo ya ice, ice chains zile unajua, kama Wanyamwezi wanavyoweka. Kweli. Nikajua Mad Ice, yani sasa lakini mbona huyu mtu simuoni nayo ma ice yani akiweka. Na wewe sio mtu wa kwanza kweli. Kuna shamba nilipiga, lakini wakati uko backstage jamaa wanasema we are waiting for Mad Ice, ndiye anapanda next, but we don't know where the guy is. Sasa my guitarist yeye amekaa pembeni anacheka. Asa anambia, who do you expect? I expect the guy with some bling bling, you know the name itself, it has. Akasema wow, congratulations. Sasa nasikia ladies and gentlemen on stage, welcome MC Mad Ice. Jamaa kaja nani, welcome Mad Ice and the band.
Sasa jamaa anashangaa, bwana hamna vitu. Stage manager kaja kanikabidhi microphone. Sasa yule alikuwa anauliza sasa, so all this time it's been you? Kaambia yes sir, that is me. Baadaye tumemaliza, nimemaliza kufanya show, anacheka sana, anasema mimi nilikuwa nafikiri jamaa mwenyewe unavaa mi bling bling. Mpaka aliniambia kwa nini usibadilishe jina lako? Because your music is very different from your name. Kaambia it takes ages to create, to build a brand. And that one moment nianze kujita nani, that will be gone. Hata kama muziki nitakuwa nafanya ule labda muziki mzuri nini, but still it will be difficult for people who grasp a new name. Kaambia no, nakana jina langu. Alafu aniambia sasa, on top of that, you're growing up man, so if you're going to use that name, imagine calling yourself Mad Ice when you're 70. Kaambia I'll be very glad to do so. Sababu I have worked for it. Kweli bana, kwa sababu haijalishi bado tuna Ice Cube bwana, na yuko kwenye 50s rafiki yangu. Yes, Ice Cube, Ice T. Yani Ice Cube, yani bora ta Ice T unatoka Ice Cube. Yani kako hivi. Na anaendelea. So exactly. I say congratulations pia kama ulivyosema kuibuild hiyo brand name kwa muda wote pia sio jambo dogo, unajua. Sio jambo dogo kabisa. Sasa I say mimi nataka kufahamu kwa hiyo zile harakati sasa kumbe zilianzia kama MC, Hyperman. Nilianzia kama MC. I can say that I'm one of the best MCs in Finland. Kweli? Yani ilo akikutajia who are the best MCs, sidhani kama nakosa kwenye top 2 ama top 3. Bana, safi, ongera sana. Wanakuambia kabisa you look for the guy called Mad Ice. Okay. Na ikija kwenye top vocalists ambao wanajua, tuseme hata ni big levels, wanaambia there's a guy called Mad Ice. That guy is a good vocalist. So kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kile. Unajua hivi vitu tunaviona sometimes kama vidogo, lakini ukikaa kwenye nchi za watu wakaanza kukutambua akasema there's that dude. Ile ni nchi ambayo ni kwamba hata kama unasambua, lakini mtu atakwambia mbona sasa hafanyi kazi na hizi, sijui yupo chini ya labels kubwa nini. I work with those guys. I have my own label. Okay. Mimi naridhika kukaa na lebo yako kwa sababu siwezi kukaa chini ya lebo yako ukiwa unielewe mimi nafanya muziki wa aina gani. Unataka nifanye kitu tofauti kabisa ambacho mimi sikipendi. Unaona? So I'm very comfortable with where I am. Okay. Lakini I work with also different guys na tuna projects zinakuja. Ukiwa umependa project unafanya mambo yanaenda. Okay. Yes. Sawa. Sasa mada ya Isapo umetuanzishia hadithi ya kutokea kama MC ukianzia Uganda, lakini hadithi inaonyesha kwamba kulikuwa kuna harakati nyingi sana ulizifanya ukiwa Mwanza. Nilifanya ndio. Hii safari ya kutoka Uganda mpaka Mwanza hapo katikati hapo. So mimi nimeingia Mwanza, nilirudi pale mwaka 2000 na nilikuwa 99 actually. 99 nakumbuka, nadhani July ndio narudi. Safari ya mwisho. Wacha kurudi. Ina maana ulitoka Mwanza ukaenda Uganda alafu unarudi Mwanza ama? Exactly. So ninakumbuka mimi kwangu ilikuwa ni kurudi sababu the first time nipo Mwanza ilikuwa ni 87. 90. Okay. Ndio nikajifunza Kiswahili. Okay. Bado bwana mdogo. Okay. Nikarudi Uganda, tukaenda nikaanza kusoma nini, lakini mimi roho yangu ilikuwa bado inawaza Mwanza, nataka kurudi Mwanza. Okay. So nilivyomaliza nikaona ni bora mimi nitafute namna ya kurudi Tanzania. Okay. Nikarudi 99 ndio nikaingia Mwanza, na nakumbuka ilikuwa safari ya mwisho ya MV Victoria kutoka ile Port Bell. Zamani kwenda Port Bell, Mwanza Port Bell. Okay. Ndio safari yake ya mwisho ile. Ndio nimekuja naye. So nimefika pale Mwanza, sikuanzia kwenye muziki kwa sababu hawakujui. Lakini kuna mshikaji mmoja alivyokutana tu sema siri kwa somewhere, nadhani nilikuwa naongea na mzungu fulani. I don't know why watalia wa nini wako akija sasa ile eneo wanaambia bwana, if you need some help that guy can speak to you. He speaks very good English and he can help you and he's a very honest guy. So pale stand ya Mwanza ilikuwa ni wananifahamu. Okay. Kuna mwingine atakwambia muuza maziwa bwana huyo. So ndio jamaa kanisikia hey bro, I have a project bwana, mimi nafundisha watoto wadogo Kiingereza, lakini ndio you speak, mimi nadhani ungeweza kunisaidia kidogo. Mimi naona
kama unaweza kufanya hiyo kazi. Nikamwambia okay, kudeal na watoto is a different case. Akasema ndio, lakini I think you can. Ambia alright, kuna what are the procedures, nini, vitu gani, vigezo gani, kama tuseme serikali kama inahitaji labda uwe na hiki na hiki. Anasema it's my school, so kwa hiyo I decide who I bring in. Mimi naona wewe ni kama mtu mwema. Okay. Tulivyokaa ni kwa muda tukaongea, nikaenda nikaanza kufundisha watoto. So hiyo kuna watoto ambao wametokea pale Mwanza, ukiniona sasa hivi atakwambia wewe Mwalimu Ahmed huyu alitufundisha. Alafu baadaye nikapata contract kwa Jamaa Mkenya kufundisha adults in the evening. Zile afternoon classes na wafundisha, na wenyewe wanatoka maofisini kwao wanakuja kwa Jamaa wafanyie coaching ya Kiingereza. Okay. Na mimi nakuwa pale kama mwalimu. And then weekend tunaenda Capricabana. Unaenda naomba microphone kidogo, vipi washikaji wanajua, kila mtu anajisikia anaona anajua. Mimi naomba tu, I would like to sample bwana, you know, unajua hapa sisi ndio Mwanza, unajua ndio wakali wa raga. Hapa kulikuwa kuna Jango Manjita Manani, wale wote wanakuja pale. The Gotaman Sudan wote naangalia. Nasema mngejua nyie kinachokuja. Yaani hiyo nilikuwa najiamini kwamba ninachokisikia wanachokifanya I'm really good at it. Lakini hawanipi nafasi. And the day they tried, then ikawa kwamba kila wakati lazima waniite, njoo bwana, urudi bwana, microphone ipo anytime. So nikawa nikipata muda naenda pale, nikifika ina maana ni free pass nini. Nakumbukaga kulikuwa kuna OG anaitwa OG Kaleon. Huyo mtu alikuwa na nani, na mwingine alikuwa nani, Dr. yuko wapi kwa sasa hivi, nadhani yupo Canada. Wale washikaji walikuwa wananipenda sana. So kwa hiyo ukifika pale getini, Oje na kuambia bwana, Hamadi alipishwa, anaitwa Hamadi alipishwa bwana. Anaingia hapa wewe, mwanajeshi huyo je waraga huyo anaingia tu, tunaenda. Kwa hiyo nikaanza ile, watu wakaanza kujua kwamba huyu jamaa anaweza kuimba, lakini walikuwa wananifahamu kama mtu ambaye labda anafanya raga. Hawakufahamu kwamba ni muimbaji zaidi. Okay. Lakini kwa sababu raga naipenda, so I was doing that. Na nadhani kutoka Mwanza pale ikatokea Dr. KB, ndio alikuwa kipindi kile ndio hip hop guy wa Mwanza. Brother pale, wale tumekuwa kama ndugu, ni familia ya Kisukuma ambao wananipenda sana, so ikawa familia yangu at the end of the day. Okay. Kuna kaka yetu alikuwa anaitwa John Kuinegeja. Yule ni mtu ambaye amenipenda sana, na watu wengi wanafikiri, yani ukituona wanasema mdogo wako, tunafanana. Ndio. So ulikuwa ukiuliza tu, John ni mdogo wako? Anaambia ndio. Kaka yako? Na ndio. So kwa tunafanana, sijui kwa nini. Okay. Ba yule ndiye alikuwa kama manager. Akaniambia, Madi sikiliza bwana, mimi naenda Dar es Salaam kurekodi na KB. Unaona uje tukienda pamoja mwaka 2000. Ndio tukaja, mimi ndio mara yangu ya kwanza kuja kwa P-Funk, na nakumbuka tulishia getini. What happened? I have no idea. Mimi nakumbuka kipindi hicho, na KB anasema, huyu mzee bwana yako niko poa sana, lakini bwana tutakaa getini pale. Tunakaa getini, nikaa mara ya kwanza tumekaa getini kweli. Ile kuna kisehemu nachungulia, kuna unataka nini, kuna mtu anauliza huko ndani. Alafu mimi unajua mimi ni maskini jeuri kipindi hicho. Na kuanzia zamani sitaki usumbufu. Kama tumeelewana ni saa fulani nitakuja pale, kama kuna naomba tuondoke. Unajua huyu sasa yeye msanii anasema bwana mwenye ngoma anakuambia this is the best guy, unajua P-Funk kishika ngoma bwana. Mimi naomba sasa kama amesema muda huu, kwa nini tumefika alafu wanatuuliza tunataka nini? Si tuondoke. Tukaenda kwa Mika Mwamba the next day, kwa sababu mimi nilikuwa nimeshakasirika. Tukaenda Mnazi Mmoja. So hamkupata nafasi ya kukutana na tukutana naye hiyo siku. Tukaenda lakini walikuwa jamaa alikuwa ameshapiga simu wakati tupo Mwanza, tumepanda treni zamani lile tukaja. Sasa mimi nilikuwa nashangaa, mmeshawasiliana na mtu, so how come alafu inafika hapa mnaanza kuchunguliana tu kwenye vitundu vya gate. Mimi nilikuwa sipendi. Sure. So that was my first impression ya P-Funk. Okay. Kwamba jamani anajifeel yani. Na hapo sijakutana naye. So mimi nikawa nimeshaambia twendeni. Tukaenda, mind you P-Funk mshikaji wangu sana. Tukikaa tunaongea technical details za muziki yani. Ni kwamba hapo mlikuwa mimi hatujaonana kipindi hicho. Hatujuani, lakini mimi nilikuwa nimeshapata ile nikamwambia twende. So the next day tukaenda Mnazi Mmoja kule, ndio kwa FM studio kipindi hicho. Kakutana na 00 mwenyewe. Bado kimena sema huyu jamaa kama Eminem vile. Hapa anaongea Kiswahili kama ana akili nzuri. Na nakumbuka mshikaji anaongea Kiingereza sana. Sasa mimi nakutana na mzungu, naongea naye.
Kumbe wafini sasa, unajua tuna ile kasumba, when we say white person tunadhani kwamba anaongea. Mimi nimekutana naye, hey man, how are you? You're from Mwanza. Mshikaji, mambo vipi? Mikamwamba huyo. Mikamwamba, yeah, sure. So tulipofika pale, jamaa alikuwa booking yake ni baada ya miezi 8 ama kitu kama hicho ndio uweze kupata booking. Mika. Yes, record naye. Bana, sio mchezo, miezi 8 yani yuko full. So poor. So what happened? Jamaa kabidi ampigie tena Majani. Alafu mnarudi tena mkotoka. Kabidi tena confirm bwana tena, kwa sababu mimi nimwambia kama inawezekana hapa tufanye hapa tuondoke. So we stayed a few days. Nakumbuka tulikuwa maeneo ya Mwananyamala hapo ndio tulikuwa and then finally jamaa akapokea simu, akaamua akasema njoeni muda huu. Tulivyoenda that time tukaenda tukarecord. Kumbe alikuwa na project ya Kalamashaka kipindi hicho. Alikuwa ndio anawamalizia. Nilipofika tukaanza kuimba sijui nini. Track ilikuwa inaitwa Michosho. Wanachotaka ni mapenzi, mapenzi sababu ya mimali. Michosho, michemsho, sijui machochochoma, waleta kwangu kimali. Sasa mimi naanza kuimba kipindi hicho, sauti yangu ndogo. Ivanka kaona dude, you got a nice voice, I like you. Kaanza kunielekeza sasa, ungeimba hivyo, kaniwekea Kalamashaka kwanza hapo. Man, I had this project, I just finished it, you know, Kalamashaka. Of course. Tukasikiliza, akaniambia sasa, I want you to layer the vocals hivi na hivi na hivi. Okay. So kwa hiyo tulivyokutana pale ikawa ukapata fursa ya kuingiza kwenye za Kalamashaka. No, nilikuwa nasikiliza, ilikuwa kama reference. Okay. Ilikuwa ni reference. Lakini pale tukawa na P-Funk, yani ilikuwa ni poa tu. Nini ameshaona dogo vipi haya. So tuka record track. Ikaja kuwa very big hit song kwenye nani Lexon. Okay. Akikumbuka kipindi hicho kuleta mziki hapa upigwe Radio 1. Ilikuwa ngumu tokea Mwanza. Bwana yenyewe sibakini kwa simna RFM sijui nini yani. So ilikuwa kuna ile partition kubwa sana. Yeah. Na mimi nilikuwa nashangaa, nasema why? Nilikuwa sielewi kabisa. Wote bagwaji mtu kwa sababu kutoka Mwanza. Lakini brother alikuwa na mtu pale ambaye alikuwa amempigia, nafikiri ni Sauce B, yeah. Sauce Tony Sambakisi. Yes. Yule nadhani ndiye alitupatia interview. Okay. Hicho. Alikuwa anataka John Dilinga, ile ndiyo ilikuwa ngumu kupata. Wakati bado John yuko pale. Yes. Okay. Miaka hiyo. Yeah. Basi tukaondoka zetu tukarudi Mwanza. Track ikapiga. Sasa ndio naanza kuwekwa kama mtu ambaye ndio mpiga chorus bora sijui nini. Nakumbuka alikuwa ameanzisha Gloryhood Groomer awards za Mwanza. Na nakumbuka nipata best male sijui ilikuwa ni vocalist ama male artist of the year. Okay. Kipindi hicho. Hapo sijulikani chochote yani, lakini kwa Mwanza ndio kwa ameshajua huyo ndio jamaa amepiga, amenyosha ile chorus. Ushawakalisha. Exactly. So lakini ni kwamba ile jitihada inaendelea kupiga kwenye clubs all the time, every weekend unakuja mna sample raga beats, mnaondoka na kina Jitaman wakina all those guys. Kwa sababu hapo tayari ile damu ile ya raga ile ipo. Yeah. Sasa nikupatie wakati huu. Sasa tukirudi, kama utakuwa unakumbuka, nilimuuliza mada ya hapa kwamba tayari amezungumzia namna ambavyo alikuwa na uwezo pia wa kufanya hiyo raga, hiyo dancehall, na wengine walikuwa hawajui kama yeye ana uwezo wa kuimba, lakini kwa sababu ya uwezo wake tayari ambao alishauonyesha ikawa anaonekana tayari na anajulikana kama ni noma. Sasa ikanijia tukumbukumbu kwamba dancehall ama raga hizi raga na Uganda pale zimekuwa ni kama asili hivi, yani mtu anaweza kupiga mangoma lakini utakuta tu anadunukia kwenye beats hizo, na hata wasanii wao wakubwa kabisa ambao wanafanya hivyo mara nyingi beats zao wanakuwa zipo katika mtindo huu mara nyingi. Labda Madai Siai atuambie kwa experience yake nini hasa kilisababisha Uganda raga ikawa iko hivyo, yani ambavyo tunaisikia. Na hii kitu na mimi kusema kweli sijui chanzo ni kipi, lakini Uganda ni kama naweza kusema the little Jamaica of Africa kabisa. Ukiingia pale na madogo wanavyoongea patwa, yani utadhani ni Jamaicans. Hata patwa wanaipiga. Yani wale wote ambao wanapiga dancehall, tuseme raga artists. Yani mimi I might be the only guy ambaye siongea kipatwa. Ni maneno machache ambayo natumia ukinisikia nikiwa na flow, yani ni machache sana nayotumia. Lakini kuna madogo ambao wanaondoka vibaya mno.
CY na Lukalala, ukisikiliza sijui anaitwa Spark You something. Alafu kuna there are some guys ambao ni balaa tu. Ni balaa. Lakini ile nakumbuka ile miaka ya 90 tumeanzia kukupenda sana muziki kutoka Jamaica. Wala kina Chakadema Sampliers, nani UB40, kuna they are not Jamaicans lakini ile reggae yao inapendwa sana. Inapendwa sana. Kuna Max Priest ameshawahi kupiga Uganda. Max Priest, kuna Lucky Dube, nani, yani wasanii wa reggae walikuwa wanakuja Uganda. Hadi sasa hivi reggae and dancehall wakija pale kama Conscious na Shaggy, nafikiri ile kama nyumbani kwao. Na they love it so much. Sasa madogo pale, yani muziki wetu ukajikuta kwamba ukisikiliza hata kuanzia enzi zile tuseme kina Kamili, Bobby Wine ndio kama ndiye alikuwa kipindi kile ukimsikiza nao alivyokuwa na flow. Muziki yake ya kwanza alikuwa jamaa anaondoka na miondoko ile raga lakini kwenye Kiganda. Tunakuja na Bebe Cool. Ukija kumsikiliza Bini Ganta, and then kuna nani huyu kijana Bini Ganta alikupigana ni Tubayo. When you listen to Tubayo ni wakachukua na ya nani huyu ya Conscious, walipigia rhythm moja. Lakini track ni nzuri sana. Ni nzuri sana. So kwa hiyo sisi tumeadapt, nadhani ile kitu inabidi nitafute sababu kamili kwa nini ila imekuja kuwa as tuseme our own thing. Kwamba tuna beat yetu fulani ambayo ni Jamaica akisikia anaweza kwenda na wanapenda sana na wao, na vijana wakaamua adapt na ni Patwa language wakaiweka kwenye Kiganda, wanaingia Kiganda na Patwa, Kiganda na Patwa, wanapiga pale. Lakini tuna style yetu ya muziki ambao ni tunaweza kusema ni inaitwa Kadongo Kamu. Kuna kina Misach Semakula, Ronald Mainja, hao ni wasanii wakubwa sana. Tuseme hapa ndio ungekuwa kama muziki wa dance. Ndio sasa ule muziki wa dance wa Uganda ulikuwa ni wenyewe haukuwa attached kwenye sijui Kongo nini. Ile imeanzia na wazee wa zamani kina Eli Wamala, lakini Eli Wamala kwa kwenye zile kama twist rock and roll za zamani, wale wazee wa zamani sana. Sasa ukiangalia Dan Mugula, kuna Sebata, wale ndio sasa walikuwa Kadongo Kamu, yani kale ka instrument kamoja. That's yani translation yake naweza kusema hivyo. Jamaa anakuwa na kagita kake kamoja. Zamani tuko wadogo wanatembea kwenye mitaa, wanapiga, wanaimba, unampatia kitu kidogo, wanaenda. Dan Mugula alikuwa na mke wake, anaenda wanaimba hivyo mpaka ikafika upande nani kipindi cha kurekodi zile nyimbo ambazo sasa hivi ndio za zamani sana zipo. Sasa sisi huo muziki wetu wa asili ama dance ya Uganda haina kipengele cha sijui influence za nje. No. Ni ile ya pale tu, na wale watu wanatengeneza hela sana. Wanaheshimika sana. Wapo wengi. Alafu sasa ndio inakuja sasa hii ambayo ina raga, hii ndio kama contemporary ya Uganda. Hiyo ndio imekuja ambapo unaweka kina Kamili, mimi unaweka sijui nani Bebe Cool, Bobby Wine, unakuja kuweka kina Spice Diana, Vinka, uweke nani Cindy, kina Azawi. Sasa Azawi wanakuja wanabadilisha a little bit. Lakini unaona wanaenda in a different direction. So hii ni contemporary, yani tuseme pop ama African pop tunaweza kusema. Lakini ile ya Uganda yenyewe iko pale hajawahi kubadilika, yani wanajaribu tu kurekebisha tu, yani kuboresha production. Na kitu ambacho sometimes najisikia vibaya nikija kusikia hapa Uganda na Tanzania kwamba muziki sisi kama hata wa dance umeshakufa. Wa dance, kwa sababu sisi tunaenda tunaiga kila kitu tunachotaka kuiga, sasa cha kwetu kinatupwa. Ukija kusikiliza muziki wa taarabu, mimi wakati niko mdogo, wape vidonge vyao, wakimeza wakitema ni shauri zao. I was young, nakumbuka those Sasa mimi hiyo ilikuwa inanionyesha ni Tanzania. Sasa hivi na yenyewe naona kama ni vipindi maalum. Yani sasa hivi dance na taarab ni kama muziki unabembea yani inakuja kwamba yani wao waombe tu, sasa jamani tunaomba tupige. Hiyo ni nadhani ni problem kubwa sana. Kwa sababu industry hii inakufa. Bongo flavor, and I don't understand anymore bongo flavor iko wapi.
hilo jambo la msingi la kujadili. Yes. So kwa hiyo tunaanza kwamba tumesha sisi huwa nasemaga sisi kwa sababu I feel like I'm a part of this society, the music society, I'm part of it. Ndio maana nasema sisi tumeamua kwamba cha kwetu hakifai, cha wengine kinafaa. So kwa hiyo pale hapo ndio nawapa 100 na nini, nawapa big up kubwa sana kwa Waganda kwa sababu wanakuambia bwana, Kadongo Kamu yetu hauigusi, inapewa kipaumbele. Jamaa akitoa kazi zake unasikia zinaenda, hata hii new contemporary sound ambao wanao inaenda, lakini wale washikaji bado wanapata airtime yao. Sasa sisi hapa tunakwama wapi? Nafikiri sasa hapo kuna kitu umekizungumza hapo, kwa sababu umeona unazungumza kwamba hata hii new generation ya kina Azawi kwamba wanajaribu kuingiza vitu vya kisasa, lakini ile roots zile hawaziachi. Sasa nadhani sisi ni hiyo elimu sasa ya kuweza kustick na roots, kwa sababu ule mziki bado upo, ule mziki ambao wa dance, si ndio, upo na Alichoki. Mimi hapa last week mwisho nilikuwa na Badi Bakule. Last week nilikuwa nimefanya nao karibuni hapa, nimefanya na Muumini, nimefanya na Badi Bakule, nimefanya na Hadija Kimobitele hapa mfululizo, yani kabla ya kuja nimefanya nao hapa. Hapa mara nyingi huwa nawaita kwa sababu wale ndio ambao wameshape kabisa music wetu. Najua sisi tumekulia wakati tunakuwa tulikuwa tunawasikia wanafanya vizuri, wale wamepokea kutoka kwa kina Skinde Msondo wapi, na wakaja wakafanya vizuri, na walikuja waka take over, na wanazungumza kabisa kwamba namna ambavyo inawatia huzuni namna ambavyo wanakosa ile nafasi, na huwezi amini sometimes mpaka unajisikia vibaya namna ukiwapigia simu kwamba bwana nakuhitaji kwenye the classic bwana, anashangaa ananiambia bwana nakuja, yani ukiongea naye kwamba nashukuru sana nikupata hii nafasi sasa hizi, kwa sababu kama hivi tunavyoongea yani anakuambia mtu ataki waita anaita dakika 5 tu, labda wana show sehemu ama nini, yani kitu fulani ambacho, lakini nadhani kwamba ni namna ya kuweza kuwaheshimisha tu na wasanii wenyewe sasa kuweza kuikubali ile sound kwamba ni ya kwetu na tuiendeleze. Kwa sababu huko unachokisema Uganda wao ni kwamba wameikubali na wakaamua kuiendeleza. Wameikubali na wale wasanii wamejiweka namna fulani kwamba ukija unawaletea dharau inaweza kutokea puani kwako. Wamejiweka sawa na wale wa zamani sasa. Wa zamani. Wengi wao wamejiweka sawa, wana investments zao. So na sehemu zako utajikuta ana sehemu yake na hapa na bendi yake anapiga hapo na inajaa. Umeona sasa. Lakini radio pia zina support na kazi zao zile tu za zamani utazisikia zinapigwa kila siku. Sahihi. Zinapigwa kila siku. So kwa hiyo unajikuta jamaa yuko kwenye demand all year round. Lakini hapa kuna ile nyie watu wa zamani. At least EFM mama tuna kila Jumapili tuna kipindi ka dances zinapigwa tu dance, yani tunatakiwa sasa kila radio station iwe kwamba nadhani it's not about the radio stations, ni ile mentality ya professionals ambao wapo kwenye wanaokaa hapa, wale ambao wanaajiriwa kufanya kazi, wawe wanajua kwamba kudharau watu wengine it is not the way to go, kwa sababu wewe unapokaa unakuja kumdharau mtu kama Alichoki au akina Badi Bakule, that means you don't know what you're doing. Kabisa. Hauelewi, kwa sababu watu wako na levels juu za uimbaji. They have levels, na wale watu ndio generation ambayo tuseme imeshikilia the foundation. Yani nasema foundation ya mziki wa sasa hivi umeshikiliwa na kila ambacho kilikuwepo zamani, ambacho kilitengenezwa as the basis of the music industry ya hapa. Sure kabisa. So kwa hiyo tunapokaa tunawadharau, that means kile sasa hawa watajifunzia wapi? I already talked about this, kwamba hawa sasa hivi madogo watajifunzia kwa nani kupata kitu. Ndio maana unajikuta wanadharau sana vya hapa, wanakimbilia kila kitu cha kule nje, kwa sababu already they don't have, hakuna ambaye ameonyesha. Mtangazaji anakuwa na dharau nani, sasa msanii naye akija na yeye dharau inaenda huko. So kwa hiyo unajikuta leo hawezi kusema nirudie wimbo wa fulani labda Walichoki au sijui bendi sijui Msondo ni watafute nikae nao. I've met a few of those wazee na walishangaa miaka ya nyuma. Bwana mdogo, yani anapenda kazi zetu kweli, hii ni ajabu. Nikamwambia kwa nini mzee, nyema wadogo madogo wa Bongo Flava mnatudharau sana. Nikamwambia naomba ni hesabu out, count me out kwenye hiyo, mimi simo. Kwa sababu mimi nimejifunza vitu vingi sana kwa muziki ya hawa watu wa zamani,
na ukisikiliza sasa, tunakaa wengine watakwambia bwana, tunasikiliza muziki ya zamani, tunawasikiliza kina Bob Marley, tunasikiliza Elvis Presley, tunasikiliza kina Michael Jackson. Okay, yes you do, but how come muziki wa nyumbani hutaki kusikiliza? Swali jibu hawana. Lakini ile ni situation ambayo imesababishwa na mambo mengi. Tunaanza na media personalities, tunaenda sasa na kwa watu wenyewe, kwa sababu wewe unachokitoa hapa redioni, anayepokea pale na kusikiliza ndio hicho, na yeye ndio mentality yake inaanza. Wakishaanza kuona kwamba muziki wa nyumbani au muziki wa wazee wetu haupigwi, au mtu akiongelea anaongea yani ile kwa kudharau, na yule anayekusikiliza na yeye anachukulia hivyo. Yes, I say hapo umezungumza kitu kizuri sana na nita break hapa, lakini kitu ambacho naweza nikakisema kwa haraka ni kwamba vijana wengi wanaingia kwenye muziki lakini hawana elimu ya muziki. Na hilo linaweza likawa ni tatizo kubwa sana, na hawataki kujifunza. Yes, yani hilo ndio linakuwa vijana wengi wanaingia kwenye muziki tu alipoona hapa ndo hapo, lakini kuifahamu ile elimu ya muziki inakuwa ngumu sana. Ndio hiyo mtu hataki kurudi nyuma akasikia umemtaja hapo Elvis Presley hapo. Kuna mtu mmoja juzi nilikuwa namwambia, nikamwambia ninahisi probably mimi ninaamini pengine Elvis Presley alikuwa ni mkubwa kuliko Michael Jackson. Dogo akanishangaa, nikamwambia wewe fuatilia, nenda kamtafute alafu umjue. Ukisikiliza muziki wake unaweza usiupende, lakini wewe msikilize tu. Sikiliza alipokuwa anaandika, anaimba, alafu tafuta historia yake, utakuja kuniambia. Kwa hiyo unaona yani ile history tena yeye amemsikia tu Michael Jackson, lakini sasa kuna generation hapa hata Michael Jackson yenyewe hawamjui saizi. Yani wamekuja mtu ana Michael kwa sababu ni mkubwa sana, lakini amekuja anamuona Chris Brown labda nini, kwa hiyo anaweza, na ndio maana unakuta sometime kuna hiyo Chris Brown ni mkubwa zaidi ya Michael Jackson. Zipo hizo discussion watu wanakuwa wanasema. Nimezoea mitandaoni, nikasema sasa hivi ndio vitu vile ambavyo tunaenda kwamba mtu ameona cha sasa hivi ajaenda kufuatilia kilichokuwepo nyuma. Kwa sababu kama umefuatilia vizuri, hata Chris Brown mwenyewe anakuambia I do not compare myself to that man. Kwa hiyo yani vitu kama hivyo ndio vinakuwa vinaturudisha nyuma. Sawa. Sasa nataka usikilize huu wimbo na yale maneno ambayo yote ambayo mada ya yazungumza, unaweza ukayapimia kupitia wimbo huu ambao ukiachana tunakuwa ni classic song, lakini ulikaa kwenye chart kwa muda mrefu sana hapa nyumbani Tanzania. Unaitwa Baby Girl. Leo tuliongea kwa muda mrefu bila kupiga wimbo wote, na Baby Girl huu tumeupiga. Nataka nikwambie kwamba vile vitu ambavyo alivizungumza sasa kaka yangu hapa Madais ndio vinasikika hapa. Kuna vitu viwili kama ukisikiliza hiyo. Kuna hiyo raga ambayo sasa ilikuwa tumeizungumza hapa, ambayo kwa sababu alikuwa sana Uganda kwa tayari ameshapitia kwenye ile njia, lakini sasa wewe ulikuwa na advantage mbili, yani uingiliano wako na Tanzania hiyo nenda rudi ikawa imekupa tayari bongo flavor sound. Kwa hiyo ulivyokuwa unapita ndio imekuja imetengenezea kitu cha pekee kabisa. So this song ilikuwa inajaribu, yani mtu akisikia hii sound ya aina gani, kwa anabaki tu afurahia, yani unajua sijui wewe mwenyewe ulikuwa unaitazamaje hii sound. Hii sound wakati uko na Mekamogo ukisikiliza album nzima album nzima ya Baby Girl ni kwamba tuna different sounds. Ukisikiza sema wimbo ambao tuseme number 1 song kwenye album ni Baby Girl remix. Baby Girl of course. Number 2 ni sema ni kama hip hop ile beat ilivyokaa. Ukienda sijui kuna Mateso, kuna Samahani, Ndondalo, Rose, zote tumetengeneza tofauti. Lengo lilikuwa kwamba we were just experimenting. Mimi na Mika naambia bwana kitu cha kwanza mwambie mimi sitaki kuwa na sound ambayo kila mtu anayo. Sawa. Akaniambia kwa tunafanyaje? Nikamwambia tunatakiwa tutengeneza, just come up with different rhythms ambazo nazo melodies, na tunatengeneza sound ambayo tunajua baada ya miaka kadhaa itakuwa inaishi na watu wanaipenda. Akaniambia kwa hiyo tusipige hivi ambavyo tunasikia kipindi hicho. Sasa kina Dully Size tunyoma nature, yani wamepamba moto. Ile ndio kwa real bongo flavor sound melodies zile. Kwa upande wangu yani walikuwa na melody zao zile. Sasa mimi nimekuja katikati kama unavyosema, watu walikuwa wanajiuliza huyu ni nani, hii ni sound ya wapi? Yani kwa kuna hiyo question mark. So
lakini ilienda vizuri, so nikawa nimewekwa kwenye category ile ya Afropop. Ukienda nje, kwa sababu mimi nimeanza kutembea ile 204, nilikuwa naenda different festivals, lakini uko wanaweka kabisa Afropop artist from East Africa is to headline, ama is going to be one of the headliners kwenye festival, is going to be on this event, unaona. Lakini at the same time niweka kwenye Bongo Flava because I was best here. Lakini ukiangalia kwenye tuzo, sikuwa kwenye tuzo mimi, kwa sababu alikuwa anakataa huyu sio Bongo Flava, sio Mtanzania. Ukienda Uganda, Pama watu wanakataa huyu sio mziki sijui nini, alafu sio Mganda, sio, so they were, yani walikuwa wako confused. Ukienda Kisima Awards na wenyewe wako, kila mtu ana confusion yake. So I was kind of like walinitoa nje, lakini mimi I was like, watu nilikuwa nawasikia wanagombana, inatokaje jamaa apate hata award, huyo baby girl ni bonge la pini East Africa nzima. Nawaambia mimi sifanyi muziki kwa ajili ya awards. Muziki nimefanya, my award ni ile wewe unasikiza muziki unasema wow, what a song. So kwa hiyo mimi ilikuwa inanifurahisha sana. Lakini tulitengeneza kitu ambacho tulikuwa tunajua, tulikaa na Mika tunasema let's create our own style. Mtu akija kusikiza anataka kufanya kitu kama hicho. Now we became more like trendsetters. Ukisikiza nilikuwa nikipiga track fulani, baada ya muda inachukua muda, alafu watu wanaanza kuingilia huko sometime taratibu. Na Mika alikuwa ananiambia bwana, mtu anakuja nataka nimtengeneze track kama Baby Girl exactly. Lakini sitofanya kwa sababu mimi anawaambia. So tulikuwa tunafanya kitu cha kwetu sisi wenyewe, mimi na Mika, kwa sababu ile ilikuwa ni collaboration. Mimi sikujua mwanzoni, Mika alikuwa ananipush sana, unajua tunakaa kwenye studio ile anakuuliza hapa tufanyeje, hapo naisikiaje. Of course I was a guy kuanzia zamani napenda sana sound, na kipindi hicho mimi nakutana naye nilikuwa Marimba studio already nafanya, nilikuwa apprentice kwenye sound na ni masuala ya sound as an assistant sound engineer pale. So kwa hiyo haya masuala hayakuwa mageni kwangu, lakini ile production process, especially electronic production music, ndio nilikuwa najifunzia kwa Mika. Lakini ikifika kwenye live recording, zile auto jazz bands sijui nini zile zote, mimi kwa ndio na set up na kwa record pale. Ni Mika na ni Richard Mloka ananiambia mdogo wangu hebu set up, alafu leo ta record. Tulikuwa na ile big mixer ile O2R Yamaha, najifunza, ilikuwa na manual book ya hivi. Mimi nilikuwa namwambia mimi sisomi hiyo manual yako, mimi nataka kuniambie hii fade hapa, hii ni channel na ya nini. Ya basi, so ile process nilikuwa naielewa. Lakini production hii electronic nikaanza kujifunza kwa Mika. So alikuwa ananiweka karibu sana, na tulikuwa tunakaa pamoja, tukitoka studio tunarudi nyumbani, tulichokitengeneza yupo kwenye nani yake anapata steam kidogo, anakuambia mzee, hebu sikiliza hapo kidogo, sikiliza hapo naona niongeze kitu gani hapo. Mko nyumbani sasa, ameweka kwenye CD chake, alikuwa nacho radio kizuri sana, kilikuwa ni Technics nadhani. Sikiliza hapo kama mchicha, alikuwa anapenda neno mchicha vipi hapo. Ambia wewe unatosha bwana, sasa hapo wewe unasikia nzuri zaidi yangu, hebu sikia hapo kidogo, kitu gani. Tunarudi the next day tunafanya nini, tunatengeneza tena. So that's how we worked on Baby Girl. Baadaye sana ndio anakuja kuniambia, unajua wewe ni producer mzuri sana, lakini haupendi kukaa kwenye kiti. Na kuambia, ndio maana kupush kila siku. So like every time tulikuwa tukitengeneza kazi ni duo. Ni duo work. So kwa hiyo nilikuwa ni just yani tunatengeneza kitu cha kwetu. So mpaka leo tunamkumbuka Mr Nice kama mfalme wa takeo, ndio kwa sababu ndo ameleta na nini. Na watu walifuata, sio hapa tu, hadi Kenya watu wakawa wanapiga inaitwa takeo, ambayo mtaalamu mwenyewe alikuwa so pengine hii sound ungeamua kuipa kajina, isingekuwa tena Afropop sasa. Lakini la pili hapa tunaweza tukasema kwamba probably ulikuwa ni mmoja kati ya wasanii wa awali kabisa kutokea huku Afrika Mashariki ambao walitengeneza hiyo Afropop. So unajua kwa sababu sasa hivi ndo tunaonaga wanabishana huko, this is Afropop, hii Afrobeat. Wa Nigeria wenyewe wanasema sisi hatufanya Afropop, unajua wengine kama wanajikatana, lakini kwa wenzetu wanaitambua kama ni Afropop ama Afrobeat. Unajua nadhani kipindi kile muziki wote ambao ulikuwa unatoka Afrika ambao ulikuwa sio ile tradition ile kama unavyosikiliza nani Bikidude marehemu, au kimsikiliza nani mwingine tuseme kama Siti Amina, ile ni kama ni world music. Unajua wenzetu wametucategorize, hawatukupa they never gave us a chance sisi kujisemea nini tuko wapi. So unajikuta unaingia sehemu wao umeshaweka kwenye category ya ni Afro hip hop, sio African hip hop. Kulikuwa kuna African hip hop that time. Na nadhani alikuwa jamaa mmoja anaitwa J4
before kule Netherlands alikuwa DJ yule. Alianzishaga ile the African hip hop. Na mshikaji wangu nani huyu nani Luka alikuwa kipindi kile naona Netherlands miaka hiyo. So wale ndio kulikuwa hiyo African hip hop nikaje kujua, lakini kulikuwa kuna Afro pop. So all this pop kind of contemporary African pop ilikuwa inakuwa kwenye Afro pop. So kwa hiyo I was among those artists. Lakini kama tungependa kutengeneza kitu na Mika tungeweza kweli. Lakini ingehitaji Mika Mwamba awepo all the time, kwamba tunatengeneza na tunajaribu kuimodify na kuifanya iwe kitu kiwe ambacho kwamba kina significant sound fulani. Sawa. Yes. Okay. Sawa. Kingine ambacho nilikuwa nakiona hapa ni kuhusu kuna kitu ambacho kilikuwa kinakusumbua na ambacho leo umekizungumza wewe mwenyewe about nationality. Mimi nilikuwa miongoni mwa hao ambao walikuwa wanajiuliza kwamba kwa nini huyu jamaa hapewi award, kwa sababu bora ngoma zimesumbua. Sasa leo ndo umeiweka wazi kwamba hii, lakini I thought kwamba hii issue ilikuwa nakukuta Tanzania tu. Kumbe hata UG nako. Hata UG nakumbuka kuna jamaa mmoja alikuwa Sanyu FM. Unajua Sanyu ni radio kubwa ambazo zilisupport muziki wangu sana. Sasa yule brother ambaye alikuwa pale ni scheduler yule, alikuwa ananipenda. Mimi nilikuwa kifika Uganda, anakataka anipokea hata airport, anataka signed copy zote za Madai sanazo. Lakini aliwagombeza siku moja jamaa wa awards. Anaambia Wange itakwaje haipo humu? Eti kaimba kwa Kiswahili. Akamwambia kwani Kamilu nsanaimba kwa Kiswahili, mbona yupo humu? Kwanza huyu jamaa sio Mganda, hatuna uhakika kama ni Mganda. Akamwambia cheni ujinga, mbona kuna Watanzania hapa mmeweka kwenye awards? Basi mweke huko kama hamtaki. No, hatuwezi kumweka kwa sababu sio Mtanzania. So ilikuwa kuna ile nani bureaucracy, mtu anataka kutoa labda kitu kidogo nini. Na mimi kifika kwenye hayo mambo, I'm not going to pay you to get an award. Why? That means it's not worth. It's not worth it. In a man, it's not meant for me. An award, I'm not supposed to pay for an award. Kuingia kwenye top 10, I'm not supposed to pay to kuingia kwenye top 10. Then haina maana. So kwa hiyo mimi kwangu, I never cared. Kwa hiyo watu walikuwa na gombana kwa niaba yangu. Mimi huku nacheka tu. Sasa mdogo wangu, wewe it doesn't, yani kwa haikuumize eti hujapata award hii miaka yote. Kaambia mimi sikufanya muziki kupata awards, nimefanya muziki uenee kwa watu, wao enjoy. Na mtu leo nikikutana naye akaniambia kaka, wimbo wako ulinipitisha mahala fulani. To me that's an award enough. Of course it would be nice one day you kupata award recognition ya hizo kazi ambazo nyuma zilifanya kazi vizuri sana from my East African people. That would be good. Unaona? Kwa Finland nina award moja ya also hiyo best male artist kwenye hiyo ya Afrofina Awards, because na ile ni community ndogo. So kwangu jamaa na you are going to, you are nominated, you're going to get this by who and what? Please post hiki. Nikamwambia okay, thank you. Nika post, but the guy was like, you don't seem excited. Nikamwambia okay, what do you want me to do? Na kingine nadhani ni vile ninavyo react kwa vitu. Mimi unapokuja kaniambia bwana, I have $1 million for you, I'm like okay, thank you. Kwa sababu you giving me that money not for free, it's because of what I have done. Sahihi. Unaona? Sahihi. Because if we have a transaction, ni kwamba I've given you service, you are paying me. Sio ile kwamba you should be excited for what? I shouldn't be. Kwa sababu ndio ile wanaanza to degrade, yani kwa sababu they want you to be thankful for something which is actually yours, or which that something that you deserve. So kwa hiyo mimi niko hivyo tu. But anyway, awards hizo zilisumbua sana. Yani nadhani hii shida sijui kama imeshaondoka ya watu kuangalia nationality. Kwa mfano kuna mtu mmoja huwa pia ana disturb my mind kwamba naona kama anastahili vingi, lakini bado inakuwa yani watu ku recognize kidogo inakuwa kama Christian Bella. Huyu jamaa Bella ameweka mizizi hapa. That guy amefanya vitu vizuri sana hapa na vikubwa, yani I wish tungeacha mambo haya. East Africa, na nadhani hapa watu wanaichukulia hiyo kitu ya mtu wapi. Hata ukiangalia sana kwenye miaka yote, miaka yangu yote imekuwa kuna wale ambao wananichukia eti kwa sababu nimesema I'm Ugandan. Na kuna wale ambao wanasema bwana sisi hatujali, we don't care. Majority wengi nafurahia kwamba wengi wa Tanzania wamenichukulia nilivyo na wananipenda vile vile. Sawa. Na ukiangalia hata kuanzia ngazi za juu, mimi nakaa unaenda migration, mtu anakuambia kaka,
hebu bwana tukukabidhi passport. Ila mimi wao tunawaambia bwana mimi nina represent Tanzania kokote na kwenda. Sawa sawa. Nimekaa, ni lugha yangu ni ya Kiswahili. Hata kama nikisema I'm from Uganda but I'm still singing in Swahili, Kiganda kinafuata, Kiingereza kidogo Yeah. Yes. Na sasa kwa sababu ya kwa mfano kama nature, unajua afadhali nasema Bella tunaweza kusema kwamba okay yeye alikuja kabisa, si ndio? Anajulikana kabisa yeye ni alikuja mgeni, lakini wewe una asili kote kwamba huku una ndugu na huku una ndugu, jambo ambalo inakuwa sio kosa lako, si unajua, yani kikawaida mtu ambapo anakuwa umechanganya haiwi kosa. Yani kwa mfano sasa hizi we got brothers ambao yani unaweza kuwa na ndugu, si unajua sisi tuna ndugu, pengine sister yako alisafiri akaenda huko akapata watoto kwa ule mtoto yeye alizaliwa labda pengine Marekani ama UK, lakini sister yako ni Mtanzania. Sasa wale wanapokuja wanavoondoka na didi inakuwa sio kosa lao, si ndio? Yani ni kitu ambacho kimetokea yani katika maisha, kwa hiyo ni sio vitu vya kuzingatia sana nadhani, lakini anyways alafu kuna swala ambalo wananipenda kwa France. Leo nikinyanyuka nikafanya kazi na Gims au Fatoumata Diawara pale nani Ufaransa, hiyo kazi inachukuliwa as French work. Na ndio chukua anasema mtu anapofanyia kazi pale kama imefanyia pale, kwa sababu nakupa mfano mzuri sana. Drake Canada, lakini Mawadi anakuja anashindia US pale, na sometimes watu wanasahau yule 21 Savage unajua from UK, Justin Bieber sina yeye ni Canadian. Canadian. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina anyways, tuendelee bwana na mambo yetu, kwa sababu haya mambo ya nationality nafikiri hayawezi kuisha. Nadhani hii ni system ambayo imekuwepo kwa miaka ya nyuma ambayo sisi hatuna nani yake, but as East Africans tunatakiwa tuishi kimoja. Lakini naona hiyo itachukua muda. Itachukua muda, but ikifika kwenye swala la sanaa, mimi ningeomba hilo swala tuliondoe sana, especially kwa watu ambao tumefanya kazi kwa hapa. Kuna jamaa alikuwa anasema Ziggy nyi Waganda mmekuja mkafanya kazi afu mkaondoka, Ziggy kaondoka. Mimi nilibaki bwana, na nilipoondoka nimekaa Finland. Lakini kazi yangu bado ni sasa. Unajua swali ambalo najiuliza kwa mara ya kwanza, nitakwambia mimi ni raia wa Finland sasa hivi. Okay. Kwa miaka ambayo imepita mimi ni raia wa Finland. So kwa hiyo mtanikataa kwamba kwa sababu ni Mfini ama lakini at the same time natengeneza kazi napokuwa Finland, naimba kwa Kiswahili na Kiganda kidogo. Alafu kazi zinatumwa hapa, zinaanzia hapa, naziachia kazi. Hii ndio kama base. Naachia kazi, nilijiweka kwenye ile, yani tuseme niliingia kwenye Bongo Flava nikakaa, I contributed and I also carried the flag. Sometimes sitaki, tulikuwa na mzee wa Magirini jana. Sasa mzee wa Magirini anasema, unajua watu ambao tumeanza kufanya vitu vikubwa zamani, AY is one of them. Sahihi. Naenda kupiga shows za juu nini, afa anakuja anatulia, hana maneno. Na mimi huwa napendea kitu kama hicho. Anasema hivi, watu wanajua vitu ambavyo tumevifanya, kwa sababu kila mtu anataka ajionyeshe nafanya hivi. Tumeanza kupiga shows za nje zamani sana. I was one of those artists kwa East Africa kupenyeza, yani kutoka hapa tulikuwa watu watatu mwanzoni. Mimi, TID, Mr Nice, ndio ile East Africa yani kutoka. Sasa wengine wakabaki tu Kenya, ila mimi nilibahatika kupenyeza, yani Kongo, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi hadi Somalia, kwamba baby girl ukimpigia Msomalia kwamba bwana I know that song. Mkongo naijua sana. Naijua sure. So kwa hiyo we went, lakini mimi nishikilia my flag. I'm East African, naimba kwa Kiswahili, and reason being I grew up partly in Tanzania. I love Tanzania. So kwa hiyo nimeshikilia ile flag. Na nimekuwa advocate wa especially Bongo Flava music. I've been advocating for that. Lakini sasa sisi tunakaa, ile mtu anaichukulia kidogo, lakini it is not. For me, I'm proud. I'm very proud. Lakini huwezi kunistrip ile kitu ambacho nimekifanya kwa sababu eti na uraia. Hii swala la uraia mimi naionaga it's my freedom actually. Sahihi. It is my right in a way kupata uraia naotaka, ili mradi serikali inakubaliana na hilo, kwamba kama Tanzania wanakubali uraia pacha, sijui uraia tatu nini, I'll be like yes, why not? Sahihi. Uganda wanakubali uraia pacha,
ila hawakubali uraia wa karibu, kama tuseme kwa Tanzania na Mkenya. Kama Mtanzania hawezi kuchukua uraia Uganda. Okay. Sijui kwa nini, ila kuna hiyo ambaye imepita. So kwa hiyo mimi ilikuwa siwezi kuchukua uraia wa hapa kwa sababu na Tanzania hairuhusu uraia pacha. Ila kama ingekuwa inaruhusiwa, mimi zamani ungekuwa ushaukwana. Ningekuwa unaona. So kwa hiyo tuachane na mambo, tusikilize kazi zinatolewa wapi na what is the origin ambayo tunaipatia. Anen tuende mbele ndio tutaweza kuendelea, lakini otherwise tutajifanya tutajiweka nyuma sana. Tunajiweka kwenye kibox kidogo. Exactly. Yeah. Sawa. Bwana kule YouTube asante sana. Abdul Aupe anasema Mzee wa Education yuko wapi? Bwana Mzee wa Education bwana yupo, yani yupo, ana mitikasi fulani hivi, lakini siku moja utamuona. Aina noma. Hussein Asumani Msibi anasema kitambo sana Madais. Yes bwana, kitambo sana, lakini leo yupo ndani ya nyumba hapa. Kama una swali basi dondosha hapo. Kwa hiyo kama uko YouTube weka comment yako hapo, nitazisoma bila shaka kabisa. Na wanangu wa X kule aka Twitter pia nitapitia kwa ajili ya kusoma vile vile. Kwa hiyo hakikisha tu kwamba unaandika kile ambacho unataka kukiandika hapo na sisi tutapitia. Tuko na mkali hapo hizi kazi Madais, na kusema kweli tunapata mafunzo mazuri ndani yake hapa. Kwa hiyo baki nasi. Sasa Madais, Baby Girl umefanya na mtaalam kabisa Mika Mwamba na umemzungumzia hapa. Yes. Kuna wakati fulani inasemekana ulipokutana naye kwa mara ya kwanza ile na kiongozi wa FM studio, ukataka kupewa mkataba hivi, lakini ukala kona kabisa, ukapotea kama kwa kimbia, ukala kona kama miezi 8 hivi. Ndio. Alafu baadaye uliporudi tena ukakutana na Mika Mwamba ukasema sasa ndo tunafanya kazi, sasa ndo tuna sign sasa. Nini ulikiona hapo, na sijui ulikiona nini kwa ulikataa kwa Mzee Muta pale, alafu ukamkubali Mika Mwamba ukasema hapa sasa ndo na sign. Unakumbukaga Only Face? Only Face, yes. Hallelujah tutaonana, hallelujah tutaonana. Kijana alikuwaga pale. And then kuna dada yetu Saida Karoli. And then kuna Pauline Zongo. So kwa hiyo mimi mkataba, unajua ni mtu ambaye anafanyaga upelelezi kwa kila kitu. Okay. Sitaki kuongea vitu ambavyo sivifahamu, na kama sivifahamu takwambia najua hiki kidogo, haya mengine naomba nihakikishe. So kwa hiyo nika nimefuatilia kwa karibu. Only Face nilikuwa namuona anahangaika. Na nasikia tatizo mkataba haumruhusu kufanya hivi na hivi. Mkataba sijui wa miaka 5. Sina uhakika kama ulikuwa ni miaka 5, lakini ndio kichwa kinasemekana. Pauline Zongo, she was doing her thing. Dada Saida alikuwa limited only kwa pale. Yule mzee ni rafiki yangu, hata kama anaangalia sasa hivi anasema wewe kijana huyu. Unaona? So mimi nilikuwa very particular, nikasema mimi siwezi. Mika nimekutana naye pale FM, nimerudi pale nikamtafuta mimi for the first time, nimekuta wanakula pale chini. Kaambia Miko unanikumbuka? Akasema kijana unaongea Kiingereza yae nakukumbuka. Na hapo kuanzia ile nini sijui Mnazi Moja ndio this is the second time tunaonana. So nikamwambia bwana mimi naomba msaada. Akaniambia unataka kurekodi? Nikamwambia lakini nahitaji msaada wako. Nakumbuka alikuwa anakula minja inauma, lakini naangalia hiyo umekaza. Akaniambia hebu niimbie kidogo. Nakumbuka kama sijakosea kina washikaji fulani kutoka nani ilikuwa ni Smooth Vibes walikuwa wamekaa hapo ile group nzima kitega uchumi watu wakakaa pale. Nikampigia wanadamu. Hawa wanadamu mbona wa majabu, hata marafiki ni wanafiki, mkiwa wote ni rafiki zako, ukiwapa mgongo ndiye adui zako. Akaniambia rudi kesho. Pale alipomwambia upiga tu hiyo. Akaniambia rudi kesho. Nilirudi kesho ndio tukaongea. Sasa tunaanza kutengeneza ile chorus inaendaje, hebu niimbie Mika Mwamba, hebu imba kidogo hapo rekaanza. Sasa tumemaliza kulay down ile kitu, yani tuseme basics ya track. Ananiambia sasa unajua kwa sababu unataka msaada utabidi usaini na mzee. Alisema mzee roho ikashtuka. Sasa mimi siwezi kukuruhusu hapa kwa studio, yani mzee haitopendeza sababu pale lazima ulipe dada Teo nini. Sasa kwa sababu ni unataka kupata kitu labda kusaidiwa, mzee atakusaina alafu mimi nipige kazi na wewe tutoe kazi. Kaambia unaonaje? Kaambia okay sawa. Haya
basi tutaonana na then kwa sijui kesho yake au kesho kutwa. Nimeondoka na sina simu, nikaondoka. Mimi naondoka nasema haiwezekani, mimi si sign mkataba huo. Nimeishia. Ilikuwa mwezi wa pili sijui au mwezi wa tatu kitu kama hicho 2002. Amekuja kuniona November ni ile ya 2002 hiyo. Ndio narudi. Na nimerudi kwa sababu nimesikia kwa records imeanzishwa. Umekula miezi 8 mzee. Nimekaa kimya Marimba kule. Sasa alivyoniona akacheka. Sasa ulishia wapi? Wewe si nilikuwa nikupeleke kwa mzee. Ambia dude, I had my reasons, lakini you started your own thing. Akasema nimeanzisha na wewe kwako wewe mkataba wako uko pale. Yani you get a contract tayari. Akasema nikapitia, nikamwambia nionyeshe mkataba wako kwanza. Akanipa ilikuwa 2 pages, nikaipitia, nikasoma. Nikamwambia this is good for me. Tukasaini. Okay, sawa sana. Shout out to Mika Mwamba bana. So ulikuwa mkataba wa miaka 2 chini ya Coco Records ndio tukafanya, lakini the deal was kwamba mtu wa kwanza kumpa offer ile ya kudistribute tunampa kwanza Mzee Mota. Okay. And that's what we agreed. Lakini tulifanya kidogo kwanza shopping kidogo kwa Wahindi nini lakini kulikuwa kuna mambo zile yani tuweze kuchukua hiyo kazi kama ni ya mzee inabidi kwanza, so mambo kama hayo yalikuwepo, lakini at the end of the day ilitoweka kwa nani alifanya distribution Mzee Mota. Okay. Yes. So ndio story, kwa sababu watu wananiambia wewe umepewa nafasi alafu unakataa. How? Niambia kuna vitu vingine, my freedom is worth everything. Lakini ilikuwa ni worth it kwa sababu inaonekana kama sio bond tu peke yake. Mlikuja mkatengeneza udugu. Maana nilisikia hapo mzee ulikuwa umekata ringi na mpaka Mika akwambia njoo kwanza utulie nyumbani kwanza. Yani hali ya kimaisha haikuwa nzuri. Mika akwambia sasa wewe ili akili yako itulie njoo kae na mimi kwanza. Maisha wewe mepesi kidogo. Tulikuwa pale nani Mwananyamala. So kwa hiyo nilikuwa naishi naye. Unaishi naye? Tunatengeneza album mimi nakaa naye. Kwa sababu nilikuwa ninahangaika huku na kule. Akaniambia wewe ni mtu mzuri sana. Wewe ni ndugu yangu sasa. Na shemeji yako umemwona dada Betty. Sasa ananiambia sasa wewe tukae hapa tutengeneze album yetu tuimalize. So tulikuwa pamoja all the time mimi na Mika mpaka album inamalizika. And then baadaye boom ilivyotoka 202 ilitoka Wanadamu, haikufanya mambo makubwa sana, ila baadaye baada ya Baby Girl kutoka ndio watu wakaanza ndio alifanya hata Wanadamu, watu wakaanza kusikiliza maana ya ule wimbo umetambaa kwa sababu ya maana yake. Ndio wakaanza sasa kuwa wanaupenda. Lakini haukunipush ile mara ya kwanza. Mika kaniambia bwana tuna nyimbo nyingine. Alivyosikia Baby Girl akasema hii kitu itaenda, na ilivyotoka mwezi wa 3 nakumbuka hata kama nilikabwa hiyo siku wakati tunaenda kufanya launch kule Coco Beach, lakini that was the day. Kesho yake kila radio inapiga kila sehemu inapiga Baby. Mika yuko Finland Yupo Finland na ndio yeye alinipeleka mimi Finland. Yeye mwenyewe? Yes. Okay. Nadhani napaswa rafiki yangu kuchanga nauli nije Finland nimfanyie interview Mika Mwamba kwa sababu anajificha sana. Mimi nataka tu hiyo special kwa sababu yeye kuja Bongo hataki. Kwa hiyo inabidi tumfuate Mika Mwamba the classic itie maguu Finland pap tunamfanyia interview afu tunairusha tu basi. Na hiyo hilo jukumu nitakupa wewe. Inabidi ukubali ufanye the classic kwa sababu ukiachana tuna mchango wake kwenye Bongo Flavor. Lakini he was a good guy. Kweli. Yani msaada wa watu wengi sana, na wapo wengi ambao wanasema hawakulipa pesa, unajua ni kama hivyo anaonea huruma, akina naona huyu ana talent, unajua na vitu kama hivyo. Kipindi cha Coco Records naona alichukua vipaji fulani ambavyo aliona vinafaa. Sasa mimi nilibahatika, nadhani already I was up. Of course Mambo Jambo pia alikuwepo, wapo juu nini, lakini I was among the guys ambao kule nje ile timu ilivyokaa walitengeneza kama mixtape ambayo ina nyimbo kadhaa, wakaweka nyimbo zangu 3. Okay. Bongo Flavor pale, alafu ambazo Mika ka produce, na nyingine sijui ilikuwa labda za wasanii wengine, lakini ikawepo nyimbo zangu 3. Sasa tukimbize tuone. Shida huyu mzee akikimbia hapa sijui mwaka gani tutamuona akishakimbilia Finland huyu mzee. Lakini ngoja tuone hapa. Sasa Binadamu ndio wimbo ambao tulikuwa tumetoka kusikiliza hapa, na wewe hadithi yake ilikuwa nzuri sana kwamba ulikuwa ni
ulionyeshea vipaji. Yes. Ulionyeshea kipaji chako kwa wanadamu ndio wote. Mika alivyoniambia niimbie kitu. Sure. Nilimwimbia tu hiyo track kwa sababu nilijua ndio kwangu nilikuwa naamini hii itakuwa bonge ya hit. So kwa hiyo nilimwimbia lakini alikubali. Yeye aliona uwezo wangu. Okay. Yes. Sasa ulikuwa na maneno fulani ya kuumiza kidogo kama kuna hadithi ambayo ulikuwa unaishi nayo labda kifuani. Sasa nadhani wanadamu ilikuwa ni maisha ya kawaida ambayo wanapitia. So kwa hiyo vile ambavyo nilikuwa naviona watu ambao walivyo niliandika wanadamu, lakini hadi sasa hivi ndio ilivyo. Wengi wao ni rafiki zako au ni yule atakuwa ni rafiki yako mnapokuwa hapa, lakini ukigeuka tu utamwona ndiye adui yake, ataanza yani umemwona huyu kwa nini hapa kuna bwana mimi jamaa simpendi, lakini akiona wewe simkubali wala nini yani poa sana. So kwa hiyo tunaishi nao. Hilo neno linatumika sana, tunaishi nao. Exactly. So wanadamu ndio hiyo. Okay. Ya wale tunaoishi nao kinamna. Sawa. Bwana, kama una lolote la kutuambia ningependa utuwekee kwenye YouTube hapo EFM Tanzania. Sasa tulipata kusikiliza Baby Girl kama ni Classic Jam of the Hour number 1 kwenye saa iliyopita, na tunalazimika kucheza ya pili hapa kwenye saa hii. Sasa kwenye playlist yangu hapa nacheza wimbo ambao ni remix, lakini baadaye nitamwambia Mbu kama nao original version hapo pia aipige, lakini yote kusudio lake ni wimbo huu mmoja ambao tumeuchagua kama ni Classic Jam of the Hour number 2 Wange. Sasa hii nacheza hapa ni remix version. Nakupenda sana. Aonda kutupa akapela yake kidogo. Ala. Tene. Jagala chimanye yebwe wange chimanye wangala nyumukwano era siri kulekaza mukabi nakupenda sana nakupenda sana nakupenda sana. Nelson Mbuzi bwana, kijana wangu yupo pala narusha live EFM Tanzania YouTube. Wakati hicho kipande hapo uulize walikuwa wapi wakati Wange inasumbua hapa mjini Dar es Salaam na Tanzania. Wange na wewe Nelson Mbuzi ulikuwa wapi? Darasa la 3. Sijui kama alikuwepo lakini anyway kwanza tutamsikiliza. So shukran sana bwana Wange. Hatari ile dude mwanangu. Yes baba, asante bwana. Ile hatari sana, hakukuwa na mtu ambaye haipendi ngoma. Na mimi naweza kusema this era ilikuwa ni era ambayo bado hip hop bado ilikuwa ina nguvu sana Tanzania. Na tulikuwa tumegawanyika, watu wanaopenda hip hop na watu ambao wanapenda bongo flavor. Lakini kulikuwa kuna watu ambao walikuwa na uwezo wa kucross kwenye genre zote mbili na wakakubalika. Mbona na watu hao walikuwa Mr. Paul, TID, Chila kwa mbali, alafu Dully Sykes pia kidogo alikuwa anaingia kila sehemu. Ngwe of course alikuwa anaonekana ni waumo, lakini na wewe ulikuwemo. Yani unajua kuna wale ambao walikataliwa kabisa, ni bongo flavor. Alafu kuna watu wa hip hop, alafu kuna wale ambao yani watu walikuwa wakiwahitaji asema Madais bwana, wewe R&B huyo bwana, wewe mwanetu kabisa, si unajua yani hip hop na R&B ni kama makazan yani. Ni kweli. I've been lucky kwamba miaka yote nimekuwa watu wa raga wakija dancehall au reggae wanasema wewe kaka yetu bwana, tunaenda naye. Wa hip hop wanakuambia kaka bwana, mimi tukifanya kitu kitapendeza kwa sababu najua utapita. So kwa hiyo ilikuwa inapendeza sana. So I've been there. Watu wa bongo flavor wote. So nimekuwa katikati, and I think that's where nilivyojigundua kwamba actually mimi nipo katikati, sipo kule kabisa.
So kwa sababu nilikuwa nakubalika na kila mtu. Ulikuwa nakubalika kwa Kila mtu nilikuwa nakubalika na so that was a good thing na nilikuwa naona it's a blessing. Na nakumbuka Mr. Lenny alikuwa ananiambia majuzi, ananiambia bro, among people who are blessed it's you. Miaka yote ni kwamba Kenya tunakukubali any style. Mtu style yote msanii yote tunayokaa naye anakubali. Ukiingia Tanzania ni vile vile, pia Uganda ni vile vile. Na hii track huwa ina historia yake kwa sababu hii imeanzia Mwanza pale na DJ Kata mshikaji wangu pale, na nakumbuka nilifanya kazi naye. Baada ya hapo ilikuwa ni track yake mwenyewe inaitwa Oh Mama Mia. Yes, so lakini yeye nilikuta hapo unaposikia that time niliposikia that thing I was like wait a minute anambia kaka hebu sikiliza bwana niliposikia ile kitu it was sounding different. Nikasema I like napenda ninachosikia, lakini beat ilikuwa tofauti kidogo. Nikasema you know what, hebu kwanza nisikilize. Nikamwambia hebu play kabla ya kumwambia weka microphone nikashuka chorus hapa akasema ibonge ya pini. Nikamwambia hebu unajua nini, nikaanza kuandika yani kichwani hapo naandika na nikamwambia hebu render hiyo nani, weka chorus ya pili alafu render hiyo kitu. Ilikuwa chorus mbili, naenda Miss Misungwi, kulikuwa ni Miss Ukelewe na nadhani Ukelewe na nani nadhani hata tuenda Msoma. Nikasema mimi naenda kuitest hii track. Nimeenda nayo na ile version ya Kata nikaitest, nikajua baada nikiimba nani ya kwanza na verse ya kwanza kuja kwenye chorus ya pili watu wanaimba na wajui yani unaende wange kila mtu anaimba kivyake. So nikajua this is a hit song na already nilikuwa nimeshamwambia bwana I love it, nitaifanyia kazi. Nikaenda Finland nikaisuka sasa, lakini kaacha kwa element yako kwa sababu for me it felt unique alafu sasa ndio nikisikia yani hiyo nimeingiza hivyo kwenye microphone. Alafu tukaanza beats bwana ulipiga kwa mdomo hiyo utimbaland fulani hivi. Sikiliza yani. So kwa hiyo nilikuwa naambia Temu Rimpinen ndio tumefanya hiyo final production ya hivi. Bwana Nikamwambia sasa ndio tukakaa 3 months tunarudi, naambia no nimesikiliza sijapenda kuna kitu hivi turudi. Na yule jamaa kwenye vocals alikuwa yani yuko safi sana. Anapenda Earth Wind and Fire. So kwa hiyo unajua jamaa wanavyopiga kazi zao, yeye anakuambia tu uimbe hapa hivi na vile, anakuelekeza how you should sing. Ndio maana vocals za Wange zilinyoka. So kwa tukaendeleza, tulipomaliza nimekuja kuiachia. Watu wengi walifikiri ni Mika, lakini kipindi hicho mimi na Mika tulikuwa tuna utofauti kidogo kwa sababu nilikuwa nimecancel contract ya Mwamba Records. Ulikuwa umemchepuka. Ni cancel contract kwa sababu wenzake hawakushikilia kitu ambacho kwa tumeelewana nacho. So Mika nikamwambia bwana, washikaji zako hawajakaa kama tulivyoelewana. CDs hazipatikani kwenye maduka, alafu kingine mlisema ni formality lakini nakatazwa kufanya kazi na mtu yoyote. Na hapo nilikuwa nimepata nafasi kubwa, kuna kampuni kubwa ilikuwa inataka kufanya kazi wa produce kila kitu. Wale jamaa yule alikuwa anakataa, nikamwambia bwana sasa twende kutupitia mkataba, fungua hapa na hapa. Hii kitu hakijatekelezwa na hiki na hiki. So I need out. Kaza akawaje ichukulia poa kanini na nini akamwambia lakini Madi hajakosea na hapa sasa usipomsikiliza utakuwa umemkosea kwa sababu umemfrustrate yani huyu jamaa sijamwona akiwa na hasira kipindi hivi. So baada ya mwaka mmoja na nusu yani kuna vitu ambavyo viendi sawa. Msikilize ndugu yako. Wale ni rafiki zako mmekuwa wote, lakini huyu ni msanii ambaye kila ambacho umeelewana amefanya. Album ya kwanza mimi na yeye ni split 50-50. Hela yetu tulivyolipo nampa mzigo wake. Mimi sina hiyo tujini no. Sasa akawaje naona ana side na washikaji zake. Na ilikuwa inaeleweka their childhood friends wamefanya kampuni ya Mwamba Records. Mwamba Production ni tofauti, Mwamba Records ni tofauti. So kwa hiyo mimi nikamwambia mimi na Mwamba Production tutaendelea kufanya kazi. Ila Mwamba Records has to get out. Nikasaini na mkataba. Sasa nakuja namletea Wange tufanye Wange na Mwamba akakataa. So umeamua kufanya na umeamua kuacha, sasa mimi itakuaje bwana? Ambia we do with Mwamba Production. Akaikataa, mimi nikaenda nikaishuka mwenyewe. Nikasema Temu, so unaanza wewe your producer unafanya hii kitu I'll guide you kwa kila ambacho mimi nakijua. Wewe unaanza lakini mimi already I'm in the industry as a professional artist and also naelewa production.
so we shall produce together hii kazi itoke. Na it was a beautiful song, ikaje imekuja imepiga, watu wanasema Mika Mwamba huyo, nikamwambia no, it's not Mika, huyo ni Temri Mpineni na mimi mwenyewe. So Kata alitengeneza nini Kata? Yeye alitengeneza demo ya kwanza ambayo imenipa mimi kuimba. Okay. Yes. Okay. Ile demo ya kwanza alikuwa ni DJ Kata. Okay. So kwa hiyo always I'm very grateful kwa sababu ni mtu ambaye na yeye amenisaidia kutengeneza, tuseme kutengeneza, come up with another hit. Unajua zile ideas. So kwa hiyo ni mtu wangu sana. And then ikaje katengenezwa remix na Nick Dizo. Tumetengeneza Kinondoni hapo kwake nyumbani na ile remix tulioanza nayo, si ndio? Nick Dizo, yes, alitengeneza kipindi kile ametengeneza ile usiulize ton 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 ton. Sasa hapo Nick Dizo amepiga beat chache lakini za adabu sana. Za adabu sana. Sasa nikamwambia hebu tumekaa kwenye sitting pale. Ananiambia kaambia tusuke remix. Hapa kwenye Fruit Loop kaisuka nini, akaniambia unaonaje hapa? Nikamwambia hii imetulia. Ndio tukaituma ikaenda Uganda, na Uganda ndio sasa ile ndikawa big, yani ikawa bigger than ile original version. Kama hapa wao East Africa nzima wanavyojua remix ya Baby Girl kuliko original. Na wange kwa Uganda ndio ilivyo sasa. Lakini pia ule utamaduni wa kufanya remix na version tofauti ambazo zamani ulikuwepo, naona pia uliutumia vizuri sana. Yani ulikuwa unatupa options. Yes, nilijitahidi hata ukiangalia album ya kwanza na nyimbo 14, lakini baadhi yake nadhani ni remixes. Kuna hip hop remix, kuna sijui nini house remix, zipo pale. Mika Mwamba alikuwa ile anaielewa sana. Bwana tupige hizi nyimbo alafu nyingine tutapiga remix. Na tunakuja kwenye swala letu, unajua hapa mshikaji alikuwa anasema haukupiga sana na ni featuring, yani uliamoka mwe album nzima almost wewe peke yako. Nadhani kuna pale featuring ilikuwa ni Drex Vultures. The Vultures pale kwenye Rose. Wanasema nimedata, sina hata la kusema mbele yako. Yaona. So wale ndio tumefanya nao na Dino Wanadamu hip hop remix ni Dino na Kitu Fresh ndio aliingia pale. Nadhani na Motherless Child, kuna dada mmoja alikuwa ametokea Lithuania ama kitu kama hicho. Alikuwa anaimba sana pale Afrika, ilikuwa New Africa Hotel. Wale walikuwa wametoka Njiru, dada alikuwa ni kama amefanya classical training ya uimbaji. So ndio nimeimba naye kwenye Motherless Child, na ile ni more of a tradition song, ama tunaweza kusemaje, ni kwenye what is it called, and nimesahau the term, lakini ni nyimbo ambazo unaweza kurudia. So Mika akawa amesuggest ile track, nikairudia na tukamita Ona, akaja kaimba na mimi. Mwanzoni tumetoa Wanadamu, Mika kaniambia unajua track ya pili inabidi tutafute wasanii wakubwa. Unajua kipindi hicho ilikuwa kwamba na feature msanii mkubwa naona toka. Nikaambia poa, lakini kiwezekana sana, lakini mimi ningependa niende tu kwa sababu wasanii sometimes wanaringa hata kumsalimia tu na wakuta hapa Hugo House, lakini kumsalimia msanii na kuangalia na wewe yani ili anaiweka ngumu hata conversation. Mtu ambaye alikuwa ana adabu sana ni Lady JD. Dadangu nampenda sana yule. Unajua mimi niko pale ndio Wanadamu, hata Baby Girl nafikiri kwa baada haijatoka Wanadamu alivyojua kwa mimi ndio nimemba, yani wewe ndio memba Wanadamu. Wewe kaka, mimi naupenda huo wimbo. Umeongelea mambo, yani hiyo kitu naikumbuka kwa Jide. Alikuwa pale nani Hugo House. Sababu hiyo kipindi lazima ujitambulishe, mimi memba wimbo fulani, ni unaona ndio. Na nilikuwa sijatoa Baby Girl, but she was so welcoming. Sasa Commando bwana. Sasa imekuja hadi nashindwa kufanya ile Baby Girl, sinifanye na mtu. Mika alikuwa nasijitufanye na nani? Na Solo Thing. Yes. Yani Baby Girl nimetengeneza, tumemaliza, naambia lakini unaonaje? Nadhani kwa kabla yao ni katikati, naambia nimtafute labda Solo ama nimtafute sijui kwa ni nani, lakini Solo Thing ndio alikuwa, kwa sababu nilikuwa nampenda sana Solo Thing. Jamaa alivyokuwa anaondoka na ile mambo ya pwani, sijui na sauti yake ile. Sauti na lafudhi, kila kitu. So kwa mimi ilikuwa ndio msanii wa kwanza nilikuwa nataka nifanye naye kwenye hiyo album. Akamwambia Mika, niambia na Mika unavyomjua, bwana nimejaribu lakini naona ashikaji kwa sababu haujulikani sijui nini, ndio hawajaitilia maana. Nikamwambia ndugu yangu, hebu twende. Wamesema hivyo, no problem. Sasa ile kama ile ni fuel ngoma zote, nikamwambia we are not featuring anybody. Wale ambao wanaenda kuwa featured ni wale ambao wako chini ya Kwa Records. Dino, Kitu Fresh ndio tunaenda nao. Mambo Jambo, Benja alikuwa ni mshikaji, lakini sasa style zetu zilikuwa almost kama zinaendana. So Mika akasema tusifanye track kwanza na Mambo Jambo,
tutafanya baadaye, kwanza wewe unyoke wewe mwenyewe. Okay. Unaona? So that's how it is. Yani mimi baadaye nikawa kwamba sisumbui wasanii, tufanye kazi. Sababu yani ile ambayo hali ilikuwa imetokea mwanzoni, na mimi nikasema it's all right. Okay. Nitasimama mwenyewe. Sawa. Hapa nitakubakisha hapa. Yes. Moja kati ya wasanii ambao walipata bahati ya kukushirikisha, maanake walikuwa kama uliona walikuzingua kwa wakataa, alikuwa ni Mike T. Yes. Mike T umepiga naye kwenye Je Utanipenda? Utanipenda, ukurasa mpya, alafu tracks zipo tatu. Hivi kwenye Nibip kuna credit za kwako. Yes, uliingiza yes. kitu kwenye Nibip? Yes, kuna sauti yangu mle. Kuna sauti yako mle? Yes, kwa hiyo Mike alikuwa ni neighbor wangu. So kwa hiyo tumepiga na Je Utanipenda. Kaena mbaya sana. Anaambia wewe, hebu twende kwanza, kuna ukurasa mpya nataka tu, hebu twende. Kanipata hotelini tukaenda. Kipindi hicho mwanzo tulikuwa neighbors wakati tumefanya ile Je Utanipenda. Baadaye nikawa nimeenda nje. So nilivyorudi akanifuata hotelini, anambia wewe, tunaenda kufanya ukurasa mpya, alafu tutapiga na video pia. Okay. So nikakuta bana kuna Nibip, hebu niwekee vocals yani pale kidogo kwa master. Je, tukafanya hivyo. Ila kwa sasa tuna ngoma inakuja na Mike T. Okay. Yule alikuwa mshikaji sana. Tuna nyingine ambayo inakuja. Ndio alikuwa nataka kujua Mike T alikutia Kiswahili gani? Make mjanja ule bana. Maneno mengi. Kama Zela Magirini. Wanashindana watu wawili. Unajua haikuwa ngumu sana kwa Mike T kwa sababu nilikuwa napenda kazi zake. Okay. Nilikuwa napenda kazi zake, alafu tulivyokutana nilikuwa kama washikaji tu. Okay. Wanakuja East Coast, wanakuja pale Mikocheni, akina EY wanakuja wote, especially EY anakuja. Kwa hiyo tulikuwa washikaji. Okay. So mimi na tulikuwa tukikutana tuongelee masuala ya kazi. Tunaongea tu mambo ya kawaida, vipi, wapi leo, twende hapa, yani ilikuwa ni hivyo. So kwa hiyo mtu anapokuja at the end of the day nimeshakujua tabia yako wewe kama binadamu. Umenijua mimi, yes, msanii mwenzako, lakini kwanza unataka kujua upande wangu mwingine. That's a good thing. So kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwaka, oya mzee bwana, wewe inabidi tufanye, mimi na track hapa bwana, inabidi tuende tukafanye. Nikaenda kwa tumefika pale kwa master yetu tukafanya Je Utanipenda. Na Mike anakuambia bwana, hapa sikiliza, tupite huku, mimi naona ite jamaa anakuwa na nani zake mwenyewe. Kaambia sawa, usijali, mimi nitanyoka huko. Okay. Sawa. Kwenye remix ya Je Utanipenda alishirikishwa Sugu. Ulikutana naye studio ama ile alikuja aliingiza baadaye? Amkutana. Aliingiza verse moja ya kibabe sana. Unaona? So mimi sikuepo. Okay. All right. So ladies and gentlemen, kama ambavyo umesikia, rapper ambaye alipata bahati ya kumshirikisha Madais haikuwa rahisi kwa sababu alishamzingua mwanzoni, kwa na akaona bwana, mimi acha nifanye mambo yangu. Kwa hiyo Mike T alipata hilo zari. My brother kutoka Canada, bwana Wahid aka Durant, bwana anasema watching live from here, mad love and respect bwana. Salute sana ndugu yangu, na amekusikia pia. Huyu anaitwa Runi wa Bongo anasema okay, sawa, baby girl imeenda sana. Sawa, imeenda kweli mwanangu, na kukubaliana. Kidevu dereva wa bodaboda kutoka Kimara Kingongo. Mark Mihayo wa Goba, Dar es Salaam, hakika leo nimefurahi sana kusikiliza nyimbo za Madais. Mziki ni tiba kabisa. Pamoja sana brother Mark Mihayo. Waraka wa Yohana anasema Madais ni mkali sana, hivi hajawahi kufanya ngoma na Hadbad, maana yule naye ni balaa jingine. Atajibu hapa. Okay. Madais baby girl na trendy sana nao. Pamoja sana mzee from Namtumbo. Kumbe umeiona sawa, anaenda noma. Huyu hapa anasema Kuvi, nipigie Rose. Ala, kumbe unataka Rose. Sasa sikiliza, kwa sababu tumeshaongea sana ndugu yangu, wacha nikupigie hiyo Rose kidogo ili niwe nimekutendea haki. Ndio nimekutendea haki maombi yako, na kwa sababu huu ni wimbo ambao pia umetajwa na watu wengi sana, hivyo nitakuwa stendi haki kama sitaucheza wala ukidogo. Hili dude ni balaa. Alafu imetengenezwa within just kama saa moja hivi. Acha bana. Kama imeenda sana tuseme ni masaa mawili, kwa sababu Mzee wa Magirini. Jamani. Mzee wa Magirini. Jamani. Ataniua na huyu bana akisema Mzee wa Magirini, hilo ni AKA ambayo waga na mtaniaga kakaangu AY. Kwa hiyo ukisikia Mzee wa Magirini wewe jua tu ni AY. Yes sir. Tulikuwa na ile ilikuwa inaitwa Be Connected Festival. Be Connected. Tulikuwa na Ali G kutoka Netherlands. Yeye ni mkubwa wao Netherlands huko. Bala. Ali G. Kwa sababu kuwepo mimi and then AY alafu nani Drex Vultures ndio walikuwa pale Mnazi Moja. Sasa walivyokuja anawaambiaje bwana, sio kwa tunawasiliana, alikuwa niletee that time my girlfriend aje naye
pale studio. So akawa mwambia bwana mimi naenda kumuona Madai. Sasa tunataka kufanya naye ngoma huyu mtu. Okay. If I remember that's how it was. Akaja akamleta bibia alafu akawaleta washikaji. Mimi kana mwambia bwana Ewaya anakuja na washikaji wanataka kufanya ngoma. Akasema akafikia usijali bwana. Kama kawaida tunaendaga na vitu tofauti. Kaniambia tulikuwa tunaiwaza hii ngoma ya Just Make It Clap. Just Make It Clap. Yeah. Sasa kipindi hicho ndio Bugoma linaita na tulikuwa tumezungumzia siku chache nakumbuka na Mika kwamba tufanye kitu kama hicho. Sasa walivyokuja washikaji Mika kapandisha. Kaniambia akija njoo nao. Na kuja zile marimbo nasikia tu amekuwa ameshazianzisha zile kachonga kitu. Mimi nikaingia hapa na washikaji tuende juu kapiga sasa chorus. Ile chorus kuimaliza mtu wa washikaji anasikiza sema yeah, this is a good thing. Na ile ilikuwa within like 30 minutes tumeshaingiza the chorus yani ile frame yote imekaa sawa. Ndio tukaanza kuandika mambo mengine kitu kikaenda. Tumemaliza pale, tumeshamaliza track iko tayari, Mika akabakisha kufanya final touches za mixing, tukaendelea zetu Mnazi Mmoja kufanya sound check na kupiga show. I say benga fulani hivi la kwenda sana hivi. Exactly. Yote ni thanks to my brother AY. Yeye ndio aliconnect hiyo kitu. Mzee wa ma connection yule. Zee la Magirini lilifanya jambo hapo. Alifanya jambo. Hilo ni big up kwake. Sasa kama nilivyosema kwamba nimeamua kurudia video zile kwa hawa vijana wetu Gen Z ama dogo zetu watoto wetu waweze kujua sisi ni akina nani. Na hizi nyimbo kwa sababu zinaishi. Rose is one of the songs ambao watu walikuwa wakiongelea sana kwa nini alikupata video. Yeah, kabisa. Haikupata video. So kwa hiyo inabidi nimtafute Mustafa, Colonel Mustafa yupo, yeye yupo Nairobi. Mustafa. Nasty Thomas nasikia yupo Norway kama sikikosea ama Denmark. Ambako karibu na wewe huko. Lakini hiyo video hizi kazi zote lazima zifanyike huko nyumbani. Okay. Nina timu yangu ambayo jamaa anapiga ambaye amepiga video ya Nibebe mimi na Jinako. Ndio kapiga Maria video na ndio yeye anapia amepiga Baby Girl. So kwa hiyo tunarudi lazima na hizi Wange ndio nafuatia actually. Tuliamua kuzirudia kuliko nina kazi mpya. Watu wamesema usitoe kazi mpya bwana unatuchosha. Ndugu kazi mpya zipo lakini hizo ziachie bwana. Hizi kazi za nyuma zinastahili kuwekwa upya ili watu waone tulichokifanya na bado ziendelee kuishi. Na pia kwa nini ni wanatengeneza tu just new work wakati hata zile za zamani ukisikiza album nzima kuna watu hawazifahamu hata kidogo. Yeah, sahihi kabisa. Yeah, so kwa hiyo tunaenda huko and then baada ya 25 years of Madais ndio nitaanza kuachia new tracks ambayo tunatimiza lini hiyo? Hiyo ni 2027. Kwa sasa hivi tuna miaka 23 next year tunafanya zile series za Road to 25. Okay. Zitakuwa different performances ndogo alafu mwaka ule ndio sasa tukae na ni 25 years of Madais ambayo tutafanya Mungu akipenda itafanyika. Tutafanya Dar es Salaam show moja kubwa and then tutafanya Nairobi na tutafanya Kampala. Okay. Yawezekana nikafanya Rwanda pia lakini nitaangalia baada ya media tour nini mapokezi yako vipi and then hapo sasa ndio tutadecide. Okay. Lakini nchi ambazo zilikuwa zimeshikilia sana ambazo zilikalia Madais zikashikilia ilikuwa yani miji tuseme Dar es Salaam na miji mingine tuseme yote mikubwa ya Tanzania. Ulikuwa unaenda Kenya ndio hivyo tunaanzia Nairobi na miji mingine kwenda huko chini alafu tunaingia Uganda vile Kampala na miji mingine. So kwa hiyo hizo lazima tutafanya ile concert ya 25 years of Madais. Okay. So before that naenda kuwarudia hizo nyimbo zote za zamani ambazo hamzijui hazikupata videos ndio naenda kuwapa hizo tuvumiliane ili Gen Z wajue tulikuwa kina nani. Sahihi. Yes. Inshallah. Sasa kuna kitu kimoja. Miezi michache iliyopita niliona clips zako fulani hivi ulikuwa una perform zikawa zimeni disturb zile unajua yani mpaka nikamwambia bwana brother hebu naziomba hizi unakumbuka Yes. Kwa sababu nilipenda sana kile kitu na nilikuwa tu nimefuatilia nikaangalia namna ulivyokuwa unafanya uwezo ule na nini basi kuna vitu nimebaki navyo tu kwenye kifua unajua na wakati mwingine nyumbani hapa unaweza ukasema kitu fulani ukaonekana kwamba labda una criticize tu unajua na kutokana na hali lakini sasa labda leo tuzungumze jambo hili. Wewe ni moja kati ya watu sio tu kwamba una uwezo wa kuperform vizuri kwa ile ambayo inatakiwa
lakini pia unazingatia sana ile tunasemaje proper production hapa ya ile performance yenyewe, yani unajua na ndio maana sasa zile sauti zinatoka vile na kila kitu. Sasa ukiachana na hiyo, nimeona katika, nafikiri umeiona katika miaka karibuni ya nyumbani hasa hapa hata na baadhi ya sehemu nyingine, watu wenye uwezo wa kuimba, kuimba kabisa, yani ile uimbaji wa kweli tunazungumza, wenye uwezo wa kuimba kama wewe na vijana, wapo vijana ambao wanakuja sasa hivi wana uwezo wa kuimba, wamekuwa hawazingatiwi. Na badala yake anaweza kutokea mtu ana chant tu, yani hata sio rapper, ana chant tu, najua ile anapita na beat moja na feelings, yani beat inaweza likapigwa kama hilo la Rose hilo, akawa anapiga muona bwana, twende walete. Na hii imekuwa ikidisappoint sana wale waimbaji wa kweli. Na hii ugonjwa umekuwa kama unaendelea hivi. Na imekuwa ni rahisi mtu kuwa star wa muziki hali ya kuwa hata muziki wenyewe ni kweli. Umeona, yani haujui kabisa. Ili donda hili unalitazamaje na tunalitibu vipi ili donda, kwa sababu inawa disappoint sana watu ambao wana uwezo wa kweli. Anaona kabisa muziki kwa sisi kama wasanii wenyewe ni vigumu kufanya hivyo. Na why? As a promoter, kama yeye promoter anaangalia wapi manufaa yake yalipo. Na they don't care, most of them don't care about the industry. Wanaangalia maslahi tu. Mtanisamee wanaosikiliza ambao ni promoters, lakini mnajua ukweli uko wapi. Kwa sababu kama wewe ungekuwa unaijali hii industry ya muziki huu, usingekuwa unakubaliana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaangalia maslahi yake uko wapi. Na mimi as a promoter, na mimi naelewa on that side. However, nimekuwa mtu ambaye sisi tunaangalia wasanii tunaowaleta Finland. I'm on the board end na criticize, naambia no, wewe anakuja kufanya show gani? Anaenda kuja kutufanyia haya kwa sababu anafahamika, labda wimbo wake, nyimbo kadhaa zinafahamika, lakini performance yake ni mbaya. We don't want that reputation kwetu as Afro Sunday. Tunakaa tunajadili hayo mambo na inapita. Unaona? So kwa hapa sasa, hii mtu anasema bwana, ni hela yangu, niamua kumleta huyu, na kingine inakuja kwa mashabiki. Mashabiki wanachukua chochote, wanakubaliana na haya mambo kwa sababu ya ushabiki. Tunaenda tu kwa kushabikia, nampenda huyu, hata akifanya kosa gani tukimwambia wanakutukana. Tunarudi nyuma zile za Mr Nice, sijui wapi. Ulikuwa ukisema jamaa hawezi kuimba, ana uwezo wa kuperform, lakini uimbaji wake bado, wewe utatukana. Mimi nikamwambia bana, if you don't want to listen, do not compare my singing with Mr Nice's singing. Wakasema jamaa anatukana, analeta jeuri, wewe ni nini? Ni tukano sana. Okay, kumbuka. Exactly. So kwa hiyo, lakini nilikuwa namwambia ukweli. Sasa lakini watu wanakuwa na ile kwamba tunaenda tu kwa mkumbo, tunafuata hizo, na watu wanaoenda ni kwamba hawafahamu muziki, wana enjoy melodies na vibe tu twende. Lakini kosa kubwa liko kwa hawa wanaoandaa mashows, kwamba wao hawazingatii, wanazingatia upande wa hela tu. Lakini pia hela utaipata, kwa sababu kumbuka, unapoandaa show ambayo ina performance nzuri, watu watapenda ile event irudi tena. Ndio maana unaona events zetu kubwa sasa zinazidi kuharibika tu, hazipo tena. Kwa sababu mtu anakuja, analeta watu wanakuja kupiga kelele, anaweka tu microphone, anazima, anapanda pale stage, kama akiwasha kidogo wimbo unaendelea. Unajiuliza, huyu anaimba wimbo wake ama kausahau? Okay? So kwa hiyo hilo ni swala ambalo mimi kwangu linaniumiza sana, kwa sababu unapokuja na demands wewe as an artist, unamwambia mimi nitakuja labda na band, na hivi ndio ninavyotaka, na hivi na hivi na hivi, unaonekana wewe ni mjeuri, unajifanya unajua sana, na hata pia bwana, sisi hatuwezi kulipa hivi. Okay? Watalipa msanii labda mmoja ama wawili ambao wanaona wao. Kwa hiyo mtu anakaa pale, yeye ndiye anaona kwamba yeye huyu mimi ndio naona ndiye anafaa kulipwa vizuri. Lakini anajua kabisa the production labda haijakaa sawa, uimbaji hauko sawa, na anategemea watu wapokee uchafu. Sometimes ni uchafu kabisa. Sahihi kabisa. So kwa hiyo sisi tunatakiwa tujiangalie, na promoters wenyewe, waandaji shows, mnatakiwa hili swala mliangalie. Hamharibu tu, mnapata hela yenu, lakini mnaharibu sanaa nzima. The industry yani kwa ujumla mnaiharibu nyie, mnaiua. Na baadaye mtakuja kuomba, itafika wakati watu wenyewe wanashabika sasa hivi, lakini itafika majority ya watu waanze kusema mimi siwezi kwenda kwenye show yako. Angalia miaka nyuma, shows zote zile events kubwa sasa ziko wapi? Ziko wapi? Zinazima, kwa sababu wanakuja kwenye show, unakuta wamewekea vijana wanakuja kupiga kelele, wengine sasa nyimbo nyingine ni matusi tu mwanzo mpaka mwisho, and then wanafikiri kwamba mimi nije hapo na familia yangu kuja kuangalia inani kuwaleta kwenye hiyo festival. No, sitokuja.
Okay? Na kuna watu ambao wanalijua hili linaendelea, na sisi there's nothing we can do. Wasanii kazi yetu kufanya ni kutengeneza mziki ambao tunajua kwamba huu mziki una appeal kwa kila mtu, na performances zetu tuziangalie. Na jitahidi, nashukuru sana kwamba umepitia kazi zangu na umezipenda, na hapo ni kwamba naweza kukuambia kuna mistakes kibao, kuna mambo mengi, sound haijarekodiwa kama inavyotakiwa, ile ni camera sound. Sasa kama nikija nikarekodi yani na tuseme na 24 ama 32 track nikarekodi na mixer pale kila kitu, nikarudi nikafanya proper mix, na hiyo itafanyika kwa shows zinazokuja baadaye, utaona. Na sio sisemi eti kwamba hakuna ambaye amesha kufanya, no, wamefanya. Nadhani ama they did something with na Mbosso. Hilo ukisikiliza live ni vizuri sana. Na my sound nyingine hapa kwenye upande wa gospel, watu wa gospel kiangalia show zao zimerekodiwa vizuri sana. Na wana perform live vizuri sana. So kwa hiyo hii ni kitu ambacho tuna uwezo mkubwa sana, lakini sisi wenyewe ndio tunajiweka chini kwa sababu tunapenda vitu vya haraka haraka. Masirai ya haraka haraka tu kiende. Na hiyo haipo tu hapa, Uganda pia vile vile. Na naona hata pia Kenya. Kwa sababu mimi nilikuwa naangalia show moja hapa majuzi, and I was like wow, hii ndio show inapotakiwa, na no, kuna kitu ambacho kina miss. Lakini ile yote inakuja, promoters wanataka kuzingatia faida zaidi. Sure. Yeah. Okay, sawa. Bana, muda wetu unakimbia sana. Na sisi hapa bwana, bana kuna mambo mengi sana, lakini ngoja tuone, tutazungumza haya yanazungumzika bana. Kama tutaona siku nyingine tena tutakualika. Unajua Zela Magirini amekwambia amekuja mara ngapi kwenye show? Hapana. Hajakwambia? Hapana. Bana, Zela Magirini limekuja mara ngapi? Mara 3 amekuja mara 3. Mara 3 na ana madini yule sasa. Na bado hatujamalizana naye. Kwa hiyo wewe ndo kwanza ya kwanza. Kwa hiyo utamwambia bwana Zela Magirini, vipi sasa? Lini tunarudi pale? Itabidi turudi pamoja sasa. Itabidi turudi pamoja, yani aje na Magirini yake mengi sana. Exactly. Sasa hapo ndio wasikie discussion itakavyokuwa. Mimi ndo napenda yani wewe itabidi tu nafikiri umeifanya itakuwa nzuri sana. Sasa sasa hivi bwana Madais. Yes. Umekaa kidogo, umepoa poa AC na nini, sasa nataka tukuchangamshe kidogo Madais bwana. Uko tayari tukuchangamshe kidogo Madais? Niambie. Sawa. Hapa tunaingia kwenye session moja hivi. Inaitwa mida ya lawama. Kwa hiyo utazipokea tu lawama zako. Lakini na wao pia hamna atakaye kulaumu, lakini ni mida tu ya lawama. Na sisi tutapenda hapa utuchagulie mmoja kati ya wawili ambao nakutajia. Ndo mida ya lawama yenyewe hiyo. Yes. Kwa hiyo wewe utasambia tu, na kwa sababu wewe ni mtaalamu tunajua utazingatia utaalamu. Uko tayari Madais? Twende. Ladies and gentlemen, kaka yetu Madais yuko ndani ya mjengo hapa, na yeye lazima tumpe mida ya lawama kidogo, tuone mambo yatakuwepo, mambo yatasemaje. Sasa tunaanza bwana. Mika Mwamba ama Enrico? Choose moja. Nenda na Mika Mwamba. Hapo hujataka hata mjadala hapo. Hajataka hata mjadala. Sina mjadala because sijafanya kazi na Enrico, najua kazi zake. Unazijua. We never worked yani ile. So kwa hiyo mimi naenda na mtu ambaye nimefanya naye kazi, na kuna vitu vingi sana ambavyo nimeona kutoka kwa Mika. Sawa. Yes. Mike T ama J Mo? Hasa kuna hao watu wote umenifanya iwe kama hizi vipindi vya nani hivi, watu wenye X Factor wanachukua wasanii wazuri wawili alafu unasema tuna drop mmoja. Ndio tunataka hivyo tunataka hivyo chagua mmoja. Mike T ama J Mo? Nadhani J Mo, nikija kwenye masuala watu wa hip hop yes. Kile kichwa bwana. Okay. Ile kichwa. Mike T ni kichwa, lakini yule jamaa unaweza more techniques. Exactly. Sawa, kaenda kwa J Mo. Mike T, tusamee blaza. Japokuwa ulipoa chorus yako. Huyo ni mwanangu. Sawa. Yeah. Master J au Mika Mwamba? Nenda na Mika. Mika Mwamba. Yes. Sawa. Mika Mwamba again. Au Majani?
Naenda na Mika Mwamba. I have my reasons. Okay. Yes, I have very good reasons. Sawa, umetisha. Tushakusoma. Sawa. Banana Zoro. Yes. Au Bushoke. Bushoke. Okay. Afu kuna kitu kinakuja na Banana Zoro. Wewe subiri. Ingaje umemchinja. Simchinja. Unajua Bushoke is one of the most underrated artists kwa hii industry ya East African scene. Sahihi kabisa. Sahihi. Msikilize akikuwa na kupigia live. Ni fundi. Msikilize tu yani studio projects zake zote. So kwa hiyo tukiachana na urafiki mimi na Banana, unajua Banana Zoro jina lake ni nani? Kwenye Banana Ice. Alafu mimi ndio naitwa Madzoro. Ndio tunaposalimiana hivyo. Okay. So kwa hiyo yule tumetoka mbali Okay. Na mzee mwenyewe mzee Zoro ni baba kwa. Okay. So kwa hiyo tukiachana, lakini naangalia vitu vingi sana yani kwa nani Bushoke. Bushoke watu wana undermine sana. Okay. But that guy is talented. Of course. Of course. Bushoke ni mtu hatari kabisa. Yes. Sawa. Tunakwenda nyingine. Banana Zoro one more time. Yeah. Ama Madais. Unajua mimi I'll always choose myself kwa sababu I know tunaelewa alimradi tuwe sawa, nitajichagua vitu vyangu na vijua. Yani hii kwa sababu ni general thing, lakini ukianza kuchambua kwa upande fulani sio upande fulani, kila mtu ana kwake. So kwa hiyo kila mtu anakuwa anapata points zake, sawa, lakini generalize Madais. Okay. Matonya au Nurweli? Nurweli. Okay. Yeah. Yule jamaa kwa uimbaji wake, kama haumfahamu Nurweli, go nenda usearch jamaa. Nadhani yule ndiye alikuwa, mimi kwa kuangalia kwangu kipindi niko Marimba Studios 2001 mwishoni, mtu ambaye nilikuwa naona the head of R&B sound ile contemporary mpya, achana na mzee Mr. Paul. Tunaenda kwa ile sasa new generation iliingia baada ya Mr. Paul. Na yule jamaa alikuwa ananyoka. Sawa. AY. Yes. Mzee wa Magirini au Mwana FA LSA FA. Wale wote nawachagua wawili bwana. Yani hapo why? Hapo acha nikwambie. Wewe chagua mmoja. Unajua katika watu ambao wana maneno ambayo sijui kusikia duniani ni FA. Ni kweli. So kwa hiyo nampa yake. Unampa FA. Zela Magirini tusamee. Haya poa. Tunaenda mbili za mwisho. TID ama Dully Sykes? Dully Sykes. Yes. Sawa. Bebe Cool. Nina heshima kubwa sana kwa Dully Sykes. Na Juma Nature. All right. Sawa. Next time utatuambia kwa nini. I'll tell you. Bebe Cool au Bobby Wine? Bebe Cool and Bobby Wine. Sasa hapo hao watu wanatofautiana sana. Sawa. Mimi nataka uchague tu mmoja. Najua wanatofautiana lakini mimi nataka uchague mmoja. Bebe Cool. Yes. Asante sana. Ya mwisho kabisa. Kidum. Au Peter Msechu? Kidum. Asante sana Madais. Mtihani wako umefaulu vizuri sana. Ulisita mara moja lakini ukaamua uende ndani. Sasa Madais bwana. Muda wetu umekatika, kwa hiyo tutaangalia basi inshallah kama muda utakuwepo. Bado tuna mengi ya kudiscuss hapa. Ndio. Hatujaangalia masumu hapo, hatujaangalia masema hapo, hatujaangalia vitu vingi. Tunaendelea list next time. Kwa hiyo tutaangalia kama muda utakuruhusu ama utakuwa uko available, basi tutaangalia. Kama tunaweza tukapiga part 2. Mzee Magirini kapiga 3 hapa, kwa wala usijali. Na masaa ya matatu, kwa Mzee Magirini kala masaa 9 ya the classic. Sasa itabidi tupange muda kabla sijaondoka. Inshallah. Tutapanga muda inshallah, alafu tuweze kuendelea kwa sababu kuna mengi ya kuongelea kabisa na bado kuchambua. Na kila interview nawaambia, kwa yule ambaye anajisikia nimemkosea utanisamee, lakini nasemaga kile ambacho kipo moyoni na ukweli ambao naongea kutokana na yale ambayo nimeyaona for the past 22 years kwenye hii industry, makosa ambayo tunaendelea kuyafanya na hatutaki kuambiwa. Wasanii, wasikilizaji, mashabiki zetu, media houses na promoters. So kwa hiyo kama unaona nimekugusa wewe, sijakutime, yani si kwamba nimekutarget wewe, no. It's a general thing. Kama imekuuma ina maana unakifanya. Sahihi kabisa. Bwana,
Shukrani sana. Tumekuwa na madai hapa tangu majira ya saa 8 hivi na saa 8:30 tukaanza kuzungumza rasmi mpaka saa 11. Sasa inabidi tukimbie hapa sisi, tuachie watu wa ngoma reggae waingie, lakini inshallah madai kabla hajaondoka pengine tunaweza tukapata part 2. Kwa hiyo tuombe uzima na tuombe pia ratiba zake zikae sawa tuweze kupiga part 2.